Msikilizaji, huenda katika siku ambazo nilikuwa nazisubiria kwa sana ni siku hii ya leo ambapo tunakwenda kuipata histori tamu sana ya binti Naserian, ikiwa imeandaliwa na Habiba mara moja na kusimuliwa nami Lucas Lumbas. Naserian anasema kwamba stori yangu inaanzia mbali kidogo, kipindi ambacho nilikuwa ni binti mdogo sana. Nakumbuka nilikuwa ni binti wa miaka 9, yani mimi Naserian nikiwa na umri wa miaka 9. Jamani, mimi naitwa Naserian, yani Naserian Istonti Liksonko. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto wawili, yani nikiwa namaanisha kuwa mimi ni binti wa mwisho kuzaliwa nyumbani kwetu. Na mimi ni binti mwenye asili ya Kimasai, yani ile Kimasai pure kabisa. Nimezaliwa na kukulia huko Masaini mkoani Arusha, na ni katika wilaya ya Monduli, katika vijiji vya ndani huko sana, kijiji ambacho hakikuwa na miundombinu yoyote na wala huduma muhimu za kijamii kama vile labda hospitali na shule. Mimi mpaka nafika huo umri wa miaka 9, kijini kwetu hakukuwa na shule wala zanati. Wanawake walizalishwa na mkunga wa jadi, na hata tulipoumwa sisi tulitibiwa na waganga wa jadi na dawa za asili, hasa ile mitishamba nini. Na katika kijiji chetu nyumba zetu zilijengwa kwa kutumia udongo, nyasi, futi za miti na samadi ya ng'ombe. Na sisi asili yetu ilikuwa ni wafugaji. Kwetu sisi kuwa na ng'ombe wengi ni ufahari mno sana. Tena kumiliki ng'ombe wengi ni utajiri kweli kweli. Hapa kwetu wapo watu wana ng'ombe mpaka 6,000 na zaidi, na hawawezi kuuza wala kuchinja hata mmoja. Sisi kwetu mtu mwenye ng'ombe wengi basi uheshimika zaidi, na anakuwa na maamuzi sana, kwa sababu ndio tajiri. Kikweli kwa kijijini kwetu, yani vijana wengi tulizamia sana kwenye mambo ya uchungaji wa ng'ombe. Hata mimi na dada ndo ilikuwa kazi yetu kubwa, na hii ni kutokana na sisi kwetu tulikosa mtoto wa kiume wa kufanya hii kazi. Kwa hiyo ikawa inatulazimu sisi wenyewe wasichana tuifanye, yani kuingia msituni kulisha ng'ombe. Kwa muda huo sasa, mimi babangu alikuwa na ng'ombe kama 500 hivi. Kwa jamii ya kwetu ni alikuwa ni mtu wa kawaida sana, yani wala hatakuwa tajiri, bali ni mtu wa kawaida tu. Basi bwana, kwa hapo kijijini kwetu hakuna kijana ambaye labda alifanikiwa kusoma, kwa sababu hakukuwa na shule. So mimi mpaka nafika umri wa miaka 9 sikuwa hata najua kusoma kabisa. Na kwetu sisi swala la kusoma wala hata sio yani priority sana, yani hawalichukuli kwa uzito kabisa. Na hata lugha ya Kiswahili yenyewe yani hatakuwa tunaitumia sana. Sisi tulikuwa tunaongea Kimasai kingi, yani na Kiswahili kidogo tena cha kugusia tu. Na sisi kwetu hatakuwa tunavaa hizi siji nguo za kawaida kabisa, no. Kwetu tulikuwa tunavaa mashuka, na baadhi walikuwa wanavaa ngozi za ng'ombe. Nataka kuelezea kitu hapa msikilizaji. Of course mimi kweli ni Masai, tena mimi ni mweusi mno, yani sio mweusi wa kitoto, no. Mimi ni mweusi haswa, yani ile yani mweusi kweli kweli. But mimi ni mzuri, yani mimi ni binti mzuri kweli kweli. Alafu sasa huu weusi wangu sio wa kuboa, yani ni ule weusi wa kung'aa mno. Alafu sasa mimi ni mwembamba na mrefu kweli kweli, ila kuanzia kwenye kiuno nimetanuka, nina hips nene, alafu nzuri na macho makubwa haswa. Tena tangu nipo mtoto nilikuwa na jicho la kulegea. Kwa uzuri tu nilijali wa kiasi kwamba yani nilikuwa naitwa queen wa kijiji. Tena kwa kipindi hicho yani nilikuwa na miaka 9 tu, ila hiyo haikuacha kuonesha kuwa mimi ni binti mrembo kweli kweli. Yani kwa ni mrembo kweli kweli hapa kijijini kuliko ni mabinti wote. Hata dada yangu mwenyewe alikuwa ni mzuri sana, ila kwangu haingia hata kidogo. Mungu alinipendelea bwana. Nilikuwa na kashepu kazuri na nimejazia kwa nyuma. Nilikuwa na shepu iliyoendana na mwili wangu mno.
Basi nakumbuka siku hiyo tulikuwa nyumbani pamoja na dada. Huyu dada yangu anaitwa Naisula. Tukiwa sasa hapo tunatonga mihogo iliyokauka kwa ajili ya kupata unga wa ugali. Basi tukapokea ugeni mzito mno. Alikuwa ni mzee mmoja hivi ambaye huyu baba kwa muda huo ndo alikuwa ni doni kwa kijijini kwetu pale. Maana alikuwa na ng'ombe wasiopungua 10,000. Basi dada Naisula ndo alimkaribisha pale, akamtolea kiti akampatia. Yule mzee akakaa kwenye kiti, kisha sasa tukapiga magoti kumsalimia. Ndo ipo hivyo yani sisi kwetu. Ili usalimie ni lazima upige magoti na uinamishe sura chini. Tena kwetu hakuna mtoto anathaminika kama mtoto wa kiume. Yaani sisi watoto wa kike tulikuwa tunamsalimia mpaka mtoto wa kiume mwenye miaka 2. Tena kwa heshima mno, ili mradi tu ni mwanaume. Basi tunampa heshima kubwa sana. Ndio huwa inakuwa hivyo kwetu, msikilizaji. Basi yule baba akatuitikia salamu yetu huku akinitazama sana mimi. Mpaka sasa nikawa naona aibu. Kisha akamuuliza dada ya kwamba wazazi wetu wapo wapi? Asa dada akasema ya kwamba wapo ndani, asubiri akawaite. Na kweli dada akaenda kumuita baba na mama, na wazazi walipotoka sasa tukawaacha sasa waendelee mazungumzo yao na yule baba. Basi sisi tukaingia ndani, maana sisi kwetu sio adabu kukaa mahali ambapo mazungumzo wakubwa yanaendelea. Kwa tulikaa sana ndani, tukaongea mambo yetu mimi na dada mpaka mida jioni kabisa. Ndio ule mzee sasa akaondoka na mama akaingia ndani sasa kutupatia ruhusa kuendelea na kazi zetu. Basi tukaendelea, tukaenda kumalizia pale kutwanga haraka na tukaanza sasa kuandaa chakula cha usiku. Baada ya kula chakula cha usiku, mimi na dada tukaingia chumbani kwetu sasa. Basi tukiwa tunajiandaa kulala sasa, mama akaomba kuingia chumbani kwetu ili aongee na sisi. Basi mama alipoingia akakaa kitandani kwetu, yani juu ya kitanda chetu cha kamba. Kisha akaniambia na Serian, umeona ule ugeni? Nikasema niliona mama. Mama akaniambia ule ugeni ni wa kwako. Na ule tajiri amekuja hapa kwa sababu amekuona na amekupenda sana. Hivyo anataka kukuoa. Alafu kwanza mimi hata wala sikustuka kabisa. Ni kawaida kabisa kwetu kuolewa tukiwa mabinti wadogo. Tena yani ukiolewa na tajiri kama yule, yani kwako na familia yako inakuwa ni fahari mno. Basi mimi nikasema mama, kwani ana wake wangapi yule baba? Mama akasema ana wake 8, ila na wewe unaenda kuwa mke wa 9. Maana ametuelezea kwamba anakupenda sana na atakulipa ng'ombe wasiopungua 700. So masiara msikilizaji, kwetu mabinti wengi huolewa na ng'ombe 200 au 300, ila mimi huyu baba alisema atatoa ng'ombe 700. Sasa dada Nasla akasema mama, hiyo ni bahati imemtembelea, yani naona kama bahati imetembelea nyumba yetu. Basi mama akasema so dakta kabisa Nasla. Na ndio maana mimi nikasema sitalala na hizi habari nzuri peke yangu, ni lazima niwape na nyie mfurahi kwa pamoja. Nikasema mama, mimi nipo tayari mama, lakini mimi sini bado muda wa kuolewa. Nilimuuliza mama hivyo, maana sisi kwetu umri wa binti kuolewa ni miaka 11. Hapo binti anaaminika anaweza kuhudumia mume, anafundwa na kukeketwa na kisha anaozeshwa. Basi mama akaniambia tumemweleza hayo na amesema kwamba atasubiri mpaka ufikishe miaka 11, ila mahari ameleta kabisa na yeye ameshakuwahi. Kwa hiyo wewe ni wa kwake, yani umeshawaiwa. Nikasema ni sawa mama, wala hakuna shida, mimi nipo tayari. Basi mama akafurahi mno. Mama akasema kwamba ninaenda kumweleza baba yenu hizi habari nzuri, kuwa umefurahi sana kuolewa na hakuna tatizo. Tukasema sawa mama. Basi mama akasema haya, muwe na usiku mwema watoto wangu. Tukasema wewe pia mama. Kisha mama akatoka chumbani kwetu, akatuacha tunajiandaa kupumzika sasa. Ila bahati bwana, dada yangu kwa muda huo alikuwa na miaka 17, ila hakuwa amepata mwanaume wa kumuoa. Alafu mie miaka 9 tu nikaja kuaiwa mapema tena kwa ng'ombe 700. Acheni tu.
Basi nikalala nikiwa na furaha sana ya kwamba nimepokea habari njema. Na asubuhi na mapema sana, yani ile saa 12 ndio huwa tunaamka. Kwa tukajiandaa pale haraka haraka, tukachukua ng'ombe wetu na moja kwa moja kuwapeleka porini kwa ajili ya malisho. Ndio huwa ipo hivyo msikilizaji. Na haya ndio maisha yetu ya kila siku. Na binafsi huwa tumeshazoea sana. Basi tukiwa malishoni, dada akaniambia kwamba unajua nakuonea hivi sana na Serian Yaani unaenda kuolewa na tajiri mkubwa. Da. Nikasema ila dada bwana, mbona kawaida tu. Dada akasema sio kawaida na Serian. Hii ni bahati kubwa sana kwako. Alafu ni mrembo sana. Ndio maana umempata yule tajiri. Yaani mdogo wangu una bahati. Yaani sijui hata mimi lini hata nitapata mwanaume wa kunioa. Tena tena unaolewa kwa heshima mno. Kulipia mahari ya milioni 700 sio swala dogo kabisa. Nikasema dada, utapata tu. Tena yani huenda utapata mwanaume hata wa kijiji cha pili akawa na utajiri mkubwa kuliko hata huyu niliyepata mimi. Kwa hiyo usijali bwana dada. Basi bwana, nikamliwaza sana dada yangu, akakubali na akakaa sawa. Basi huko bwana tulikula, maana huwa tunabeba kabisa na chakula na maji. Na jioni sana ndo tunarudi. Yaani tunarudi nyumbani pamoja na ng'ombe wetu. Ile sasa tunafika tu nyumbani, tulishangaa kwa tulichokiona. Unajua tubaki tumekodoa tu macho tukiwa hatuamini aisee. Oya, tulikuta kwetu kuna ng'ombe wengi. Yaani nyumbani pale. Yaani ng'ombe wamejaa mpaka tukashangaa. Yaani kwamba imekuaje? Ila dada akaniambia itakuwa mume wako ndo tayari kashaleta mahari yako. Basi tukiwa tunaendelea kushangaa, mama akatoka. Akasema haya na Serian, tayari hii ni mahari yako na hawa ni ng'ombe 700. Naomba sasa utulie sana, kwani kuanzia leo wewe ni mke wa mtu. Bado ndoa tu. Basi mimi nikatabasamu tu, maana kwenye swala la kutulia mimi sinaga shida kabisa. Yaani mimi ni mtulivu sana. Nikasema sawa mama, hakuna shida. Basi sasa jumla tukawa tuna ng'ombe 1200. Na hapo rasmi sasa nikawa ni mchumba wa mtu. Yaani sasa ule mzee akawa ananisubiri mimi tu nitimize miaka 11 aje kunichukua nikaanze maisha ya ndoa kwake. Na huyu baba ni mtu mzima mno. Yaani ni mkubwa. Yaani yeye na baba yangu mimi ni mdogo. Ila wala haikuwa na shida kabisa. Kwa huku sisi kuolewa na mwanaume ama mwanaume ni mkubwa, wala hata hatunagi shida. Imeshazoeleka hivyo. Basi bwana, huyu mzee akaanza na kunihudumia. Akawa analeta kwetu pesa, analeta maziwa, analeta hata nguo za mimi kubadilisha nini. Yaani nilishajua kabisa mimi tayari nina mume, bado kunichukua tu. Basi baada ya miezi 5, dada naye akapata mwanaume wa kumoa. I say, dada yangu alifurahi huyo. Alifurahi sana jamani. Ila yeye aliletewa ng'ombe 150. Maana mwanaume aliyetaka kumoa yeye anatokea katika familia ya kawaida tu. Yaani sio ya madoni kama mie. Ila bado dada alifurahi sana. Maana alishachoka kila siku wasichana wenzake wanaolewa tu, alafu yeye yupo tu nyumbani. Basi kwa kuwa dada yeye tayari alishafikisha miaka 11, basi mipango ya ndoa yake ilianza. Nakumbuka na mama akamuitia wafundaji mwezi mmoja tu kabla ya ndoa yake. Walikuwa wanamfundisha mambo mengi juu ya ndoa. Mimi hapo nilikuwa nasikia sana. Maana walikuwa wanamfundisha usiku. So mimi nakuwa nimelala, ila kuna mengine huo nilikuwa nasikia. Ila napotezea tu, maana ni kama yalikuwa yanihusu. Nilikuwa naona na mimi ngoja ukifika tu muda wangu nitaelekezwa tu. Basi bwana, ikafika sasa muda wa dada kukeketwa. Kiukweli sisi kwetu mwanamke hawezi kuolewa bila kukeketwa. Na akiolewa bila kukeketwa, hayo ni matusi makubwa mno. Na mwanaume anaweza hata akakuacha. Yaani sio heshima kabisa. So lazima binti ukeketwe kwanza ndio uende kwa mume wako. Basi hata kwa dada ilikuwa ni hivyo hivyo. Alishapangiwa siku ambayo anakuja kufanyiwa hivyo. Ila binafsi hii mila huwa isena yogopa. Kwa sababu unajua kuna muda ni watu wanakufa kwa kupoteza damu nyingi. Lakini pia binti usipokeketwa, wewe mwenyewe unajiona bado hujakuwa. So hata dada alikuwa na raha sana kuwa sasa anaenda kukeketwa. Na anaenda kuwa mwanamke kamili ambaye anaweza kuolewa na kuwa mama wa familia.
ila binafsi hii mila mimi hata sikuwa naipenda kabisa ni. Ila kwa kuwa ndo mila ya kukamilisha kuwa mwanamke, mimi huwa sina jinsi. Na hata dada aliniambia usijali bwana, ni kawaida tu, acha nifanyiwe ili niende kwa mume wangu. Sasa nilimwambia sawa, ila basi bwana. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni mida ya jioni, yani giza ndo lilikuwa linaingia. Makungwi watatu waliokuwa sasa wanamfunda dada juu ya mambo ya ndoa walifika nyumbani, na walikuja kwa ajili ya kumchukua mama na dada Nasla. Yani walikuja kumchukua kwenda porini kumalizia mila ya mwisho kukamilisha kuwa mwanamke na kuolewa sasa. Basi dada Nasla bwana alikuwa na raha mno, yani sana tu. Basi dada Nasla bwana akawa ananiambia naenda leo kupata maumivu, ila yatanikomaza na kunifanya kuwa mwanamke kamili sasa. Mimi nikamwambia dada, hongera sana na nakuambia uende na urudi salama. Akanambia wala usijali mdogo wangu, kuwa na amani kabisa. Nami nikasema sawa dada. Basi mama alimwandalia nguo zake na akambebea na nguo zingine. Kisha sasa wakaniaga. Yani hapo huwa wanaelekea porini huko, ndo hiyo mila sasa hufanyika, na mara nyingi huwa inafanyika usiku sana. Basi kwa hii siku mimi nilibaki mwenyewe pamoja na baba, ila sasa chumbani nilala mwenyewe. Basi kwanza kabla sijalala nilikaa kitandani na nikamwombea dada yangu Nasla kwa Mungu ili hiyo mila ifanyike salama kabisa. Maana mimi binafsi hii mila sipendi sana, afu hata sielewi kabisa, kwa sababu wapo ambao hufariki kupoteza damu nyingi, japo huwa haitokei mara kwa mara, ila huwa inasababisha vifo pia. Lakini nilikuwa najua kabisa kwamba pindi nitakapofikia kuolewa ni lazima na mimi nitafanyiwa hivyo. Basi baada ya kumwombea dada, mimi nikavuta shuka na kujiweka vizuri juu ya kitanda changu cha kamba, na taratibu nikaanza kuvuta usingizi. Na usingizi ukanipitia kabisa, nikaja kustuka by saa 12 asubuhi kabisa. Oya, huu ni muda wa kupeleka ng'ombe marishoni. Ila hii siku mwili ulikuwa ni mzito sana, hata sikuwa na mudi kabisa kufanya hivyo. Nikajikuta tu nimekaa kitandani mpaka babangu sasa akawa ananiita sasa kwamba Naserian, wewe bado tumelala tu, ng'ombe saa ngapi peleni unapeleka? Kasema natoka baba, hakuna shida. Basi nikaanza kujiandaa sasa ili nielekee porini kulisha ng'ombe zetu. Ase ile natoka tu namuona mama anakuja kwa kukimbia, huku kaweka sasa mikono kichwani, yani akionyesha ni kama kuchanganyikiwa mno. Moyo wangu ulishtuka sana, yani nilipata mashaka mno, niliogopa sana. Yani ni nini hii, na kwa nini mama yangu awe vile? Basi mama alipofika alijibwaga katikati ya uwanja wetu akilia kwa uchungu mno, huku akitaja jina la baba Nasla. Aise, moyo wangu ulifanya pa, niliogopa. Nikamfuata mama taratibu, maana kwa muda huo miguu yangu ilikuwa sasa inatetemeka mno na nikiogopa sana. Maana moja kwa moja nilikuwa nimeshahisi hapa kwamba huenda dada Nasla kapoteza maisha au kapata shida kubwa huko. Basi nilimsogelea mama, kamuuliza mama, vipi, kwani imekuaje? Mbona umekuwa hivyo? Mama akasema, Naserian, ni dada yako amekufa. Nyie, hii kauli ilinishtua mno. Ilifanya miguu yangu yani mpaka ianze kutetemeka na kukosa nguvu kabisa, na moja kwa moja nikajikuta nipo chini nikiwa natetemeka. Hapo mama akawa analia tu. Ananiambia, yani imetokea bahati mbaya, dada yako kapoteza damu nyingi. Tumejitahidi kuzuia ile, imeshindikana na amefariki. Niliogopa sana. Yani dada yangu Nasla, si nimetoka kuongea naye jana tu, leo naambiwa kafariki. Aisee, niliogopa mno. Niliogopa haswa. Nilisema, mama, yani dada kafa? Mama akasema ndio. Aisee, nilishindwa takolea. Nilikaa na kudua mno, huku sasa natetemeka tu. Hapo baba ndo akamsogelea mama, akamshika na kumuinua, kisha akamwambia jikaze tuingie ndani. Ila sasa mama hakuwa na hiyo nguvu kabisa, alikuwa analia mno sana tu. Hapo sasa na majirani wakaanza kuja. Aisee, huu ulikuwa ni msiba mzito sana kwetu, hasa kwangu mimi. Yani niliona kabisa yani hapa kuna kama sehemu ya mwili wangu ni kama imetoka vile, ama sehemu ya maisha yangu ni kama imepotea vile. Maana sisi kwetu tupo wawili tu, yani mimi na dada Nasla. Mimi na dada tumeishi kwa kupendana mno sana, hatujawahi kuwekeana wivu wala chuki kati yetu hata kidogo. Nasla kwangu alikuwa ni zaidi ya dada,
alikuwa ni mshauri wangu na mfariji wangu. I say, afeti leo unaambiwa dada yangu kaniacha. We, nililia sana isiku. Niliumia mno. Moyo uliniuma kweli kweli. Nilihisi kama nimekatwa viwembe moyoni mwangu. Niliumia sana. Yaani niliumia mno. Na ndio maana mimi hii mila ya kukeketwa siipendi. Na hii siku ndo nilizidi kuichukia yani. Nichukia sana. Yaani nilikuwa nalia sasa nikijiapiza moyoni mwangu kwamba sitakuja kukubali kukeketwa ngo. Yaani kamwe. Niliumia sana sana. Nililia sana. Basi hakukuwa na jinsi. Hii siku tuliweka msiba nyumbani. Na kesho yake mida ya 4 asubuhi tulienda kumzika dada yangu Nasla. Nilikuwa na maumivu makali sana ndani ya moyo wangu. Kwani mwanzo tulikuwa wawili, ila kwa sasa nimebakia mwenyewe tu. Basi baada ya msiba tuliendelea kuomboleza kama wiki 2 hivi. Na hapo baba sasa alimuita mwanaume ambaye ndo alimtolea mahari dada Nasla ili sasa amrudishie ng'ombe zake. Lakini yule kaka alikataa kabisa. Alisema basi yeye katuachia tu na tuwe na amani tu. Basi nakumbuka hapo maisha yakaanza bila ya dada Nasla. Na hisi mimi ndo nilikuwa naumia zaidi. Maana sasa kila sehemu sasa ilinilazimu kwenda mwenyewe, maana dada hayupo tena. Lakini mwanzo mimi na dada tulikuwa tukiongozana kila sehemu. Yaani nilikuwa naumia sana. Kuna muda anakuwa anakaa mwenyewe porini na lea sana. Yaani dada kwangu aliniuma, unajua aliniuma. Ila sikuwa na jinsi, nikaamua tukubaliana na hali. Ilinichukua muda sana maisha bila ya dada. Ila nadhani mnatambua binadamu ni tumeumbwa kusahau Basi na mimi baada ya mwaka nilisahau juu ya msiba wa dada. Japo kuna muda nakumbuka ila nishazoea kabisa. Basi maisha yaliendelea. Na baadaye nakumbuka nilifikisha miaka 11. Hapo sasa nilishajua na mimi sina muda nitaondoka nyumbani na moja kwa moja nitaenda kwa mume wangu. Maarufu kama Tajir. Huyu jamaa anaitwa Tajir Haweni. Huyu mzee bwana alikuwa na umri wa miaka 63. Lakini mimi nilikuwa na miaka 11 tu. Ila wala hata sikuwa naogopa kuolewa naye. Ila nilikuwa nahofia sana juu ya ile mila ya kukeketwa ambayo nilikuwa na uhakika lazima mimi nifanyiwe ili niolewe, ila sikuwa tayari kabisa. Na niliapa mimi yani sitakaa nikeketwe kabisa kwenye maisha yangu yote kabisa ngo. Basi nakumbuka siku ya asubuhi na mapema sana niliamka na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kupeleka ng'ombe marishoni. Ila mama akanistopisha. Akaniambia kwamba Naserian, unajua sasa hivi umeshafikisha miaka 11 Nikasema ndio mama najua. Mama akaniambia sasa ni muda wako wa kuolewa. Unanielewa? Unanielewa mwanangu? Nikasema ndio mama nakuelewa kabisa. Mama akasema okay sawa. Kuanzia leo hakuna kuchunga tena. Na makungu leo wataanza kuja kukufundisha juu ya mafundisho ya ndoa. Nikasema sawa. Nikamwambia sawa mama, naomba tu nifundishe tu na niolewe. Ila mimi sitaki kufanywa mila ya kukeketwa. Asema mwanangu alistuka sana. Kisha akaniangalia kwa haraka. Akaniuliza ni kwa nini hutaki kukeketwa? Nikamuuliza mama, kwani hiyo mila ina ulazima gani yani? Yaani kwamba mimi lazima nifanyiwe? Mama mimi siwezi mama. Tayari dada alishafariki kwa hii mila. Na mimi tu nataka kunifanyia tena mama, hapana kwa kweli. Kama siwezi kuolewa bila kukeketwa mimi sihitaji. Ase, mama aliniambia kwamba Naserian, kilichotokea kwa dada yako ni bahati mbaya tu. Na sio kwamba eti itatokea kwako pia wala haipo hivyo. Na binti wa Kimasai bila hiyo mila hawezi kuwa mwanamke wala kuolewa mwanangu. Ni lazima ufanyiwe. Nijikuta nimechukia sana. Nilimwambia mama kwamba mama mimi na Naserian sitakeketwa mama. Na naichukia sana hiyo mila sababu inaua sana watu. Dada wala sio wa kwanza na wala yani hata kuwa wa mwisho. Mimi sitaki kufanya hivyo mama. Hii kauli ilifanya mama yangu akasirika sana. Na alipaniki kwa hasira sana. Akaniambia kwamba ni lazima ukeketwe. Yaani ni lazima. Hiyo ni mila na lazima ifuatwe. Hivi nadhani hata wewe mwanaume wako atakubali kukuoa wewe bila kukeketwa? Siwezi kukubali hilo abadani. Ni lazima utafanyiwa tu. Nilibaki namwangalia mama kwa hasira sana mpaka natetemeka. Ila nilishadhamiria kabisa kuwa mimi sitafanyiwa hivyo. Siwezi. Nilimwangalia mama kwa hasira mno. Nikahisi kabisa huyu mama anataka tu kuniua na mimi. Yaani tumempoteza kabisa dada kwa ajili ya hizi mila, lakini hawazi kabisa na wala haogopi kuhusu mimi na bado anataka kunipeleka huko na mimi nikafanyiwe. Hapana.
mimi sitaki. Kweli mimi siku bwana sikwenda shambani, nilibaki ndani tu, na muda wa mchana walikuja makungu wawili na wakaanza kunielekeza juu ya kuishi na mume wangu baada ya kufunga ndoa. Alafu sisi huko tu, msikilizaji, hatunaga ndoa za kidini. Mambo ya dini huko, Umasai. Yani huku ni mila za kwenda mbele. Yani huku ndo, yani kuna mambo ya kimila sana. Ndoa ni za kimila tu. Asi walinifundisha mambo mengi mno. Yani mpaka nikawa nasahau na mengine. Na jioni sana ndo aliondoka. Hapo sasa na mambo mengine wakawa wananielekeza. Yani mama ndo akawa ananielekeza. Kwa muda huo nilikuwa naelekezwa juu ya heshima na adabu kwa mume. I say, sisi wa Masai tunasujudia mno wanaume sana. Yani mno. Yani sisi kwetu mwanaume ni kiongozi wa kila kitu. Hivi unaelewa? Basi bwana, wale wa mama walikuja nyumbani kwa muda wa wiki moja, wakiendelea kunifundisha juu ya swala la ndoa. Na baada ya wiki kupita, mama akaanza sasa kunigusia swala la kukamilisha mila ya kukeketwa. I say, mimi sikuwa namjibu chochote mama, maana tayari nishamueleza kuwa mimi sitaki kukeketwa. Lakini mama yangu sasa anielewi kabisa, na akawa sasa nikalishikilia mno hilo swala kuwa ni lazima mimi nifanyeje, nikeketwe. Basi mimi mama akiongelea hili swala, mimi huwa natulia kimya, yani hata sijisumbui kumjibu. Siku hiyo bwana, mama aliingia chumbani kwangu, maana kwa muda huo sikuwa natoka hata nje, nilikuwa nakaa ndani tu. Basi mama akaniambia na seriani. Nikasema abe mama. Mama akaniambia sasa leo usiku ndo tunaenda kumalizia ile mila yetu mwanangu. Moyo wangu kafanya prambamba. Nikamuuliza mila ipi mama? Mama akasema sikukeketwa mwanangu. Nikasema mama mimi sitaji, sinishasema mama. Lakini mama akasema haiwezekani, ni lazima ukeketwe ndio ukamilike kuwa mwanamke na uolewe. Naomba uelewe hilo mwanangu. Yani mama amengangania, msikilizaji. Nikasema mama mimi sitaki mama. I say, mama akanifokea, akaniambia kelele mjinga mmoja wewe. Nimeshakueleza hivi mara ngapi kuwa hii ni mila muhimu sana kwa binti kama wewe kufanyiwa? Nimeshakueleza kuwa ni kama hautafanywa hivi, hata mume wako hatakuwa na ufahari na wewe. Na watu watanionaje mimi? Yani nikuozeshe bila ya kuolewa? Na uliona wapi? Naomba utambue kwa sasa, yani sikubembelezi tena. Na wala sio swala la yari, ni swala hili ni la lazima kabisa. Ipo hivi, unataka utakeketwa, haujataka utakeketwa. Masuala ya kufa ni mipango ya Mungu. Nimwangalia mama, nikaona sawa, utajua cha kufanya. Nikamwambia sawa mama, mimi nipo tayari. Hapo sasa mama alifurahi mno, akaniambia hili ndio jambo zuri mwanangu, lazima uwe mwanamke kamili sasa. Nikasema sawa mama. Kikweli nilitikia tu kumridhisha tu mama, na pia alinitisha kuwa ataenda kumuelezea na baba kuwa nimegoma kukamilisha mila ya kuwa mwanamke kamili. Nikaona nikaona ngoja niepushe tu haya mambo ya mizozo. Nikasema sawa mama, ila mimi nishadhamiria kabisa kutoroka usiku. Kiukweli sikuwa naelewa yani naelekea wapi, naenda wapi na inakuaje, ila nilisema mimi ni lazima niondoke hapa. Yani siwezi abadani kukubali kukeketwa katika maisha yangu. Basi mama akaniacha chumbani, akaenda kuendelea na kazi zake nyingine. Na jioni sasa akaanza kuniandalia nguo za kuendea huko porini kukamilisha mila ya kukeketwa. Basi mimi nilitulia tu chumbani nikiwaza sana na nikiogopa mno, maana sikuwa naelewa ninapotoka hapa naelekea wapi. Mungu wangu. Basi nikasema bwana, ni Mungu tu ndo ambaye atanisaidia, ila kukaa hapa siwezi na siwezi kujitupa hapa nikusubiri eti hatima mbaya ya maisha yangu inikute hapa. Siwezi kubali kabisa. Basi nikatulia ndani mpaka giza likaingia. Mama akaandaa chakula cha usiku na tukala kwa pamoja, na baada ya chakula mama akaniambia kwamba nenda kalale, nitakuamsha mida ya saa 7 usiku ili tuelekee tukafanye jambo letu sasa. Nikasema sawa mama. Sasa kwa muda huo mimi sikuwa nataka kabisa kubishana na mama yangu, ila tayari nilikuwa na la kwangu kichwani. Basi mimi nikaingia ndani
Nikajiweka kitandani nikijifanya sasa nimelala. Ila wala hata sikulala. Na sikuwa na mpango wa kulala kabisa. Akili yangu ilikuwa inawaza kutoroka tu nyumbani. Basi nikawa nawaza. Mara mama akaingia chumbani kwangu. Haraka nikafumba macho yangu. Yaani nikajifanya hapo nimelala kabisa. Basi mama akazima taa ya kibatari iliyokuwa mle chumbani ikinimulika, kisha akatoka chumbani kwangu. Na baada ya muda sasa nikamsikia anaingia chumbani kwake. Basi hapo mimi nikainuka nikakaa kitandani. Hapo nikatulia kumsikiliza sa mama na baba walale ili mimi nifanyaje nitoke. Nilitulia ndani kama lisali moja hivi. Na nilipoona kimya kabisa, hapo sasa nikabeba viatu vyangu, vilikuwa ni viatu chakavu tu vya ngozi ya ng'ombe. Sikubeba nguo hata moja, na wala sikuwa na pesa hata 100. Basi nikaanza kunyata sasa kutoka ndani. Basi nilifungua mlango taratibu na nikafanikiwa kutoka ndani, na baada ya kutoka mdogo mdogo nikaanza kutembea sasa kutoka nje ya fence yetu ya nyumba ya nyasi. Nashukuru nilifanikiwa kutoka, na baada ya kutoka sasa hapo nikaanza kukimbia kuelekea upande ambao barabara ilipo. Nakumbuka nilikotoka nyumbani nilitoka kama muda wa kama saa 3 hivi usiku. Tena kijijini kwetu kulikuwa ni kimya na kulikuwa kuna tisha mno, giza nene. Na hapo ni kwa sababu kulikuwa hakuna umeme. Ila mimi sikuogopa kabisa. Kuogopa eti juu ya wanyama wakale? Hapana. Yaani sikuogopa hata kidogo. Nilianza kukimbia kweli kweli kuitafuta barabara. Na hapo sio barabara ya lami. Hapana. Kuna barabara tu ile ya vumbi. Ya vumbi yani ukifuata ndio inaenda kukutanisha sana barabara ya lami mbele huko. I say, sikujali. Nilikimbia usiku kucha mpaka saa 8 hivi usiku. Nilimaliza hapo vijiji viwili. Hapo sasa nilibakisha kijiji kimoja tu ili sasa nikutane na hiyo barabara ya vumbi. Ila nilikuwa hoi. Ila sikutamani kupumzika kabisa. Maana nilijua kabisa huenda nyumbani wameshashtuka na wameanza kunitafuta. Kwa hiyo mimi sikutaka wanikute kabisa. Yaani nilichoka. Ila ndo nizidisha kukimbia. Nilikimbia mno. Yaani sana. Mpaka ile nafikia saa 11 alfajiri. Nilianza sasa kuona dalili sasa ya kufika barabarani. I say, sikuchoka. Nilikimbia mno. Nilikimbia aswa. Mpaka saa 12 alfajiri ndo kuna pambazuka. Ndo nikafika sa barabara kabisa, ni barabarani. Hapo nipo hoi. Na hema tu kama mbwa. Yaani nilikuwa na hema kwa nguvu mno. Huko ulimi upo nje tu. Yaani nimefika tu naona barabara ni nyeupe. Yaani sioni hata dalili ya kupita kwa baskeli. Hapo nimechoka. Nikawa naangalia huku na huku nikijaribu sasa kutafuta usafiri wa kunipeleka mbele. Maana kwa huo muda nilikuwa nimeshachoka sana. Nishachoka mno. Basi bwana. Nikiwa pale sasa najifikiria kweli kweli. Si kama nasikia kwa mbali watu wanakuja huku sasa nilipo yani. Huku sasa wakiita na seriani. Wana seriani. Na seriani. Nilistuka mno. Maana nilishajua ni sauti ya mama na baba. Nikajua hawa ni wamenifuata mpaka huku, Mungu wangu. Basi haraka sana nikaanza kutafuta sehemu ya kujificha sasa. Na nilijua tu hapo akinishika tu nimekwisha. I say, na pale sasa nipo sasa nikawa sioni hata sehemu ya kujificha, maana kwa pale ni barabarani na kulikuwa ni kupe, hakuna hata miti. Nikaona basi nimekwisha mimi. Wazazi watanikuta hapa hapa. Mungu wangu. Sijui nitaeleza vipi. Yaani kwa hapa barabarani hakukuwa na sehemu ya kujificha kabisa. Na hii ni kutokana hii sehemu ni kama ilikuwa ni ya jangwa hivi. Yaani kwao ni kweupe. Nikaona leo hapa naumbuka. Na sasa nikuta hapa, sija hata ndaelezea nini. Babangu sasa ataniua mimi. Hataniua. Nikawa nimesimama tu. Huko hapo natetemeka mno. Nikisubiria sasa hatima yangu tu pale. Maana niliona hapa nimekwisha mimi, Mungu wangu. Yaani maumbuka mimi kabisa. Nikahisi sasa hapa kwa kusikia kabisa sauti zinakuja huku nilipo. Nikazidi sasa kutetemeka. Nikaona hebu ngoja nikimbie kidogo. Ile nataka kukimbia sinaona gari. Ilikuwa natokea kijiji cha nyuma. Inaelekea kwenye lami kule. I say, nilikimbilia haraka ile gari. Na wakati sasa ilikuwa inakuja nilipo, ila niliona kama inachelewa. Nikajikuta naikimbilia mno. Ile gari ilifunga breki ya mbele. Yaani ilifunga breki lakini ilikuwa ni mbele ya miguu yangu ese. Ilikuwa ni gari ndogo tu. Basi nikaa nanyoosha mikono kuisimamisha. Hapo nilikuwa na babaika mno. Yaani namwambia kwa ishara tu aliyoko kwenye gari kuwa anisaidie. Hapo nilikuwa nakutanisha mikono yangu na kuweka chini ya kidevu. Hapo nikiwa sasa nalia kweli kweli. Yaani uso wangu hapo ulikuwa umejaa machozi mno.
maana nishajua kama nitakamatwa basi nitakuwa nimekwisha kabisa. Basi bwana, nikaona kioo kimeshushwa, kisha nikamwona mama mzuri mno, kapendeza. Yaani kwa jinsi tu alivyovaa nilimshangaa sana, kapendeza sana. Nikajua kabisa huyu mama sio wa huku. Nijaribu kumuongelesha Kimasai huyu mama, nikimuomba msaada wa kunipa lifti, anivushe hapa, hata nisogeze tu kwenye lami huko mbele. Huyu mama aliniangalia sana, kisha wala hakunioji, akanifungulia mlango. Aisee, haraka mimi nikapanda kwenye gari. Yule mama akafungua mlango wa gari na akapandisha kioo chake, kisha akawasha ndinga. Aisee, basi ila natoa gari tu ndio naona wazazi wale wamefika barabarani, nao wanaendelea tu kuniita huku wananitafuta, na walikuwa wananiangalia. Nikaona hawa wataniona, basi haraka nikainama ili sasa nisionekane. Yule mama akaniambia, usijali, inuka, hawezi kukuona, hii gari haionyeshi kwa nje. Hapo huyu mama sasa aliongea kwa lugha yetu kabisa ya Kimasai. Hivyo nilimuelewa mno, ndio nikajua kumbe mwanetu, kumbe ananielewa na anajua kuongea Kimasai. Basi nikainuka, kisha nikakaa. Hapo yani ninatetemeka, yani bado hapo nina uoga na sielewi naenda wapi. Yani kiufupi nilikuwa nisieleweki kabisa. Basi huyu mama aliendesha gari kimya mpaka sasa nikaona lami. Hapo sasa kutokea kwenye barabara ya vumbi mpaka kuikuta lami ni mwendo kama wa masaa yasiyopungua 5 hivi. Basi baada ya kuiona lami sasa, yule mama akapaki gari pembeni, kisha akaniuliza, unaitwa nani? Bado aliendelea kuongea kwa Kimasai, maana alishaniona sijui kuongea Kiswahili. Nikasema mimi naitwa Naserian. Yule mama akaniangalia sana, akaniambia sawa. Kwa nini umekimbia wazazi wako? Nikaanza sakulia. Yule mama akaniangalia kwa huruma, kisha akaniambia, Naserian, usijali mimi ni mama kwako, na ndio maana niliamua kukusaidia pasipo hata kukujua. Nieleza unatokea wapi na kwa nini unakimbia wazazi? Basi nikajikaza kwa huyu mama na nikamweleza kinachonikimbiza nyumbani. Huyu mama aliniangalia kwa huruma, akaniambia, Nase, pole sana. Kisha akasema, unaniona mimi? Mimi naitwa Mama Naala. Mimi pia ni Masai wa huku, na hata mimi nilikimbia huku nyumbani ikiwa na umri mdogo sana, tena hata zaidi ya kwako. Hata mimi mwenyewe nilikimbia hii mila ya kukeketwa na Naserian. Ni mila inayoumiza sana na kuua mno. Ni mila ambayo hata serikali wanaipinga mno, ila wanawake wenyewe wa Kimasai wapo proud nao sana. Pole sana Nase. Sasa hapa nikikuacha hapa utaelekea wapi? Hapo ni nyamaza tu msikilizaji, na nikazidi kulia, maana kikweli nadhani hata nyinyi wenyewe mnaelewa msikilizaji, mimi sikuwa na dira kabisa. Yaani sikuwa najua hata naenda wapi. Huyu mama akaniangalia na akaniambia, hauna pa kwenda? Nikatingisha kichwa changu kuashiria kwamba ndio sina pa kwenda. Huyu mama akaniambia, sawa, unaweza kuniamini mimi na tukaondoka wote? Nikasema sawa. Kikweli mimi hata sikutaka hata kumuuliza huyu mama anaishi wapi au tunakwenda wapi. Sikuwa na huo muda. Nilisema tu ni sawa, maana nilitokea tu kumwamini huyu mama. Basi huyu mama akawasha gari na moja kwa moja tukaanza safari sasa. Mimi nilitulia kimya. Sikuwa naelewa hata naelekea wapi. Sikuwa najua hata naenda wapi, ila nilitulia kimya. Basi huyu mama akaendesha gari kwa muda mrefu sana. Mida ya mchana tukiwa sasa safarini, akasimamisha gari sehemu, akashuka akaenda kununua chakula, akaniletea pia. Basi nikamshukuru sana huyo mama, nikawa nakula huku. Sasa huyo mama akawa anaendelea kuendesha gari. Basi nilipomaliza kula nikanywa na maji. Hapo sasa ndo nikaanza kuhisi na usingizi mzito na ile kuchoka saa kukimbia usiku mzima, si unajua nikajikuta nimelala kabisa shwa. Yaani usingizi ulinivuta haswa, nilala mno. Hasa nilikuja kustuka bado Mama Naala anaendesha gari, ila nilipoangalia nje niliona mji mzuri uliopambwa kwa mataa mengi. Hasa huu mji ulinivutia mno, yani sana, maana ilishakuwa usiku, ila nje sasa kulikuwa kuna waka mataa mno, majumba makubwa marefu. Yani nilishangaa sana, tena sio ile ya kujificha kabisa, yani kuwa na ile kushangaa waziwazi kabisa. Maana ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona mji mzuri hivi. Basi Mama Naala akanambia, usijali, hata ni utazoea tu Naserian. Hapa kunaitwa Dar, haujawahi kupasikia Dar es Salaam? Nikasema nimewahi mama. Hapo sasa msikilizaji ukumbuke ni tunaongea Kimasai. Mimi Kiswahili sielewi kabisa, yani sielewi hata kidogo. Basi mama akaendelea kuendesha gari na mwisho tukafika mwisho wa safari yetu.
Basi tukafika nyumbani kwake. Sasa huyu mama alikuwa anaishi Kinondoni na familia yake ndio ilikuwa iko huko, yani yeye na mume wake. Hakuwa amefanikiwa kupata mtoto. Basi huyu mama akanikaribisha vizuri kabisa ndani kwake. Kikweli kila kitu niliona kipya. Nilishangaa kila kitu cha pale ndani. Yani kila kitu, kwanza mpaka yani nyumba zao nilibaki nikishangaa tu mimi. Maana huyu mama Naala sasa akanambia kwamba kipindi naingia da kwa mara ya kwanza, hata mimi nilikuwa kama wewe. Nilikuwa nikishangaa kila kitu. Ila usijali Nase, utazoea kila kitu na utaona kawaida sana. Nikasema sawa mama. Basi huyu mama akanikaribisha vizuri mno na nikakaa kwenye sofa. Nilikuwa nikishangaa sana, nikishangaa mno. Kisha huyu mama akaingia chumbani kwake na baada ya muda akaja sebuleni akanambia nimfuate. Akanipeleka sasa katika moja ya chumba kilichopo mle ndani. Yule mama akanambia, Nase, sasa unatakiwa kuoga. Akanipatia sabuni, kisha akanipeleka mpaka chooni, akanielekeza jinsi ya kutumia maji na kutumia sabuni. Kikweli sisi kwetu hatuogi na sabuni. Uoge na sabuni wewe kabisa? No. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Nilishangaa mno. Yani nilishangaa swa. Maana haya mambo yalikuwa ni mageni kwa upande wangu. Basi huyu mama akanielekeza vizuri na nikamuelewa. Basi alipoona sasa nimeelewa, akaniacha bafuni sasa. Mimi nikaanza kuoga. Yani nilikuwa kwanza nilikuwa natoka uchafu kweli. Yani naoga maji yanayomwagika mwilini mwangu yanashuka akiwa meusi. Kuashiria mimi ni mchafu. Oya. Basi nijitahidi kujitakatisha kweli. I say, nilioga maji ndoo 3. Hapo ndo hata mimi sasa mwenyewe nikajiona hapo ni msafi sasa. Nikatoka bafuni nikiwa nimevaa nguo zangu zile. Yani mashuka yangu. Nikiwa sasa nimeyafunga kiasili yetu yani ile Kimasai. Ile nikamkuta yule mama kitandana na nisubiri. Akanambia, Nase. Nikasema abe. Akanambia, usivae nguo hizo tena bwana. Wewe umeshaoga, badili nguo. Basi akanipatia dera. Akanambia, leo vaa hili na kesho nitaenda kununulia nguo, sawa? Nikasema ndio mama. Basi nikavaa sasa. Kisha huyu mama akaniongoza mpaka dining, yani sehemu ya kula. Hapo nikakuta sasa kashapika na katenga chakula kabisa. Akanikaribisha na akanipakulia chakula. Basi nikala. Nilikula kwa amani sana. Niliposhiba nilimpigia magoti mama na kumshukuru sana. Ila mama Naala akanambia, hapana Nase, usipige magoti kabisa, wala haipo hivyo. Usiendeleze mila za nyumbani, sawa? Nikasema ndio. Akanambia, ukishakula wewe unasema tu asante na wala usipige magoti. Nikasema sawa mama. Basi mama akanambia, sawa Nase, sitaki kukuchosha zaidi, najua umechoka sana na mambo ya huko ulikotoka, basi naomba ukapumzike. Nikasema sawa mama, nashukuru. Msikilizaji, kiukweli kwa hii siku sikuona kama kuna mtu mwingine humu ndani na wala mama hakunielezea chochote kile. Basi mimi nikanyanyuka na nikaelekea katika kile chumba changu hasa nilichofikia. Maana mama ndo alinielekeza nikalale humo. I say, ilikuwa ni kwa mara ya kwanza nalala chumba kizuri, kitanda kizuri, mazingira mazuri. Kiukweli kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka. Yani nilipopanda pale kitandani nilizima kabisa. Yani lala jamani. Nimekuja kustuka ni mama ndo alikuwa ananiamsha. Ananiambia, Nase amka, umelala sana. Saizi ni saa 7 mchana. Yani lala mpaka ikaingia siku nyingine tena saa 7 ndo naamka. Basi bwana. Ndo nikaamka. Yani mpaka nikawa najishangaa kwa jinsi nimelala. Kumbe nimelala hivyo. Mama Naala akaniambia, pole sana. Najua umechoka sana. Ila amka bwana, kulala sana sio vizuri. Nikasema sawa mama. Basi mama akaniambia, basi nenda kaoge, kisha nakusubiri sebuleni na maongezi na wewe. Nikasema sawa mama. Basi bwana, kweli mama akatoka. Mimi nikaingia chooni nikaoga, kisha sasa nikavaa dera langu, nikatoka chumbani. Kweli nikuta mama ananisubiri sebuleni. Basi na mimi nikasogea nikakaa kwenye sofa. Mama Naala akaniambia kwamba pole mwanangu, najua umechoka sana. Nikasema ni kweli mama, ila kwa sasa naona tu niko sawa mama. Mama Naala akaniambia pole sana Nase kwa kila kitu.
Nikasema asante mama, nashukuru sana, nashukuru mno. Mama akanambia, Nase, naelewa nini unapitia kwa sasa. Najua Nase unajisikiaje, lakini mimi nataka kukupatia hongera Nase kwa kujipambania kama msichana. Wewe Nase ni binti jasiri sana, sana tu. Mimi nimefurahi kukufahamu, na sio kukufahamu tu, najivunia kukutana na binti jasiri kama wewe. Nafurahi sana nikiona binti anaamua kujipambania mwenyewe. Nikasema asante mama, nimeogopa tu kufa, maana dada yangu alifariki katika hiyo mila, lakini mama hataki kuelewa, anataka tu na mimi nifanyiwe. Msikilizaji, hapo sasa nilianza na kulia, maana nilimkumbuka dada Nasli jamani. Basi mama Nala akanambia, tulia mwanangu, tulia kabisa. Hata mimi mwenyewe nilikataa hizo kabisa, hizo mila zao, na sijafanyiwa. Na nilipotoroka nyumbani nilikaa miaka 10 ndio nikaenda nyumbani, na nimekubalika vizuri sana, naenda na kurudi, na hata jana nilikuwa natoka nyumbani ndio nikakutana na wewe. Kwa hiyo kuwa strongness kwa sasa, tulia, baada ya muda utarudi tu nyumbani, na wale ni wazazi wako na watakupokea tu, kuwa na amani kabisa, umesikia? Nikajikuta nimemkumbatia tu mama Nala huku nalia. Basi mama akanibembeleza mpaka nikanyamaza. Niliponyamaza sasa, mama akanambia kwamba hapa Nase naishi na mume wangu, ila kwa sasa amesafiri kikazi, yupo Kenya na atakaa huko kwa miezi 6. Kwa hiyo nitaishi na wewe hapa kama mwanangu, na atakaporudi mume wangu nitamueleza kuwa wewe ni mtoto wa dada yangu, nimekuchukua toka nyumbani. Kwa hiyo naomba iwe hivyo, sitaki tumueleze siji chochote kuhusiana na yaliyotokea, sawa? Nikasema ndio mama. Basi mama akanambia sawa Nase, hilo limepita. Vipi unajua kusoma? Nikasema hapana mama, sijui. Akaniuliza una umri gani? Nikasema na miaka 11. Mama akanambia, umri wako umeenda sana Nase, but nitakutafutia mtu akufundisha kusoma, lakini nataka yani sasa uanze kujifundisha Kiswahili Nase. Sio kila mtu anajua huko Kimasai, na kwa hapa kila mtu anazungumza Kiswahili, kwa hiyo unatakiwa ujifunze hilo pia. Nikasema sawa mama. Basi mama akanambia, nenda sasa ukapate chakula dining, ukimaliza utaenda kupumzika, sawa? Basi nikampigia magoti, nikasema asante sana mama. Mama akanambia, Nase, nilishakukataza hizo habari za kushukuru kwa kupiga magoti, hebu simama bwana. Basi nikasimama. Mama akanambia, nenda ukapate chakula, mimi naenda mjini kukuangalizia nguo, sawa? Nikasema sawa. Akanambia, na jioni nitakupeleka saluni nikaweka nywele zako vizuri, sawa? Nikasema sawa. Msikilizaji, maana hapo nywele zangu zilikuwa ni zimejinyonga mno, acheni tu. Basi nikasema sawa mama, nitashukuru sana. Basi bwana, mama Nala yeye akatoka, mimi nikaenda kula. Sasa sikuwa nimewahi kula kabisa vyakula vya huku mjini, mimi nishazoea vyakula vya nyumbani kwetu, ila ni vizuri mno jamani, kwa hiyo wala hata ikunipa shida. Basi nilipomaliza kula nikatoa vyombo, kisha moja kwa moja nikaelekea chumbani kwangu, maana nilikuwa na usingizi mkali huo, yaani usingizi ulinijaa machoni mwangu mno. Na nilipopanda kitandani wala hata sikuchukua muda, nikalala moja kwa moja. Nikaja kustuka ilikuwa ni jioni sana, tena ni baada ya kusikia sauti ya mama ikiniita. Hapo nikajua karudi, na haraka nikatoka ndani. Kweli alikuwa ni mama Nala na kasharudi sasa. Basi nikaenda kumpokea mizigo aliyobeba, na nilipompokea mama Nala akanambia, kaa nayo chini, nataka kukuonesha vitu nilivyokununulia. Nikasema sawa mama. Basi kweli huyu mama akaanza kunionyesha sasa vitu ambavyo kaninunulia kutoka mjini. Zilikuwa ni nguo ambazo hata sikuwa nimezoea kuvaa kabisa, ila mama Nala aliniambia huku ni mjini, watu hawavai mashuka kama nyumbani, hivyo kama nitaendelea kuvaa hivyo watu watanishangaa sana, so natakiwa kuvaa kawaida kama yeye na watu wengine. Nikasema sawa. Basi akanitolea na nguo za ndani, akawa ananielekeza natumiaje, akanitolea tight. Yaani mama alinunulia vitu vingi sana hasa nguo. Basi mpaka viatu alinunulia jamani. Nilibaki kushangaa kwa kila kitu. Basi nilibaki kumwambia asante, yaani nishukuru mno, na mimi ni mwingi wa asante sana msikilizaji. Basi mama Nala akanambia, lo, sijali mwanangu, na uwe na amani tele kabisa. Nikasema sawa mama. Basi mama akanambia, sasa nataka twende tukaandae chakula pamoja, kisha nikupeleke saluni ukatengeneze nywele, sawa? Nikasema sawa mama. Basi kweli mama Nala akanishika mkono mpaka jikoni, akaanza sasa kunielekeza jinsi ya kupika na kila kitu. Nilikuwa nashangaa jamani, maana kila kitu kilikuwa ni kigeni kwangu. Yaani unajua nilibaki nashangaa tu, sielewi hata kidogo. Ila mama alinielekeza kila kitu. Japo kwa hii siku moja sikuwa nimekariri kila kitu, ila baadhi ya vitu na utumiaji wake nilivielewa.
Na baada ya hapo sasa tukala kwa pamoja, na jioni sana alinipeleka saluni. Huko ndo nilishangaa zaidi, ila nilijikaza tu, maana mama Nala aliniambia kwamba kila kitu nitakiona kigeni kwa huu muda, ila nitazoea tu. Basi bwana, walinitengezea nywele zangu vizuri mno. Kikweli kwa huu muda mimi hata sikuwa na nywele ndefu sana, ila hata hizo fupi hazikuwa sawa. Hapa niliwekwa sawa na zikapendeza mno, mpaka nikajishangaa kwa jinsi nimependeza. Mama Nala akaniambia, umependeza sana binti yangu mzuri. Haya sasa tuelekee nyumbani. Basi kweli tukaelekea nyumbani. Na kesho yake Mama Nala akamwagiza mwalimu wa kuja kunifundisha. Aisee, hapo ndo nilichoka. Siku ya kwanza mwalimu sikumuelewa hata kimoja. Kati alivyonifundisha huyu baba watu, ile baba ni mzuri jamani. Ile uzuri wa huyu baba, alikuwa anajua Kimasai kwa mbali. Ila sasa alichokuwa ananifundisha mimi hata sikuelewa, mpaka nikakata tamaa ya kwamba hapana, sitaweza kujua kusoma kama ndo hivi. Hapo siwezi. Ila huyu mwalimu aliniambia ndo tunaanza Nase, usijali utaelewa tu. Nikasema sawa. Na maisha ya Dando alianzia hapo msikilizaji, nikiwa naishi kwa Mama Nala. Kikweli huyu mama alikuwa ni mwema sana kwangu, sana. Tena alikuwa akiishi na mimi vizuri mno. Yaani hana shida kabisa. Alikuwa ananichukulia kama binti yake vile. Hapo kila siku yule mwalimu sasa ni anakuja kunifundisha. Mwanzo sikuwa naelewa, ila kila siku sasa zinavyoenda nikawa naelewa neno moja moja la Kiswahili. Na hata herufi za kusoma nilizokuwa nafundishwa nilianza sasa kuzimaka. Na nakumbuka neno la kwanza la Kiswahili ambalo nilijua kwa haraka ni mambo, na kuitikia poa. Aisee, nilikuwa nikitoka nje basi natoka na mama, maana nikitoka mwenyewe huko nje ni mimi sitaongea na mtu. Na hata ninapoenda nitaenda kuwapa shida tu watu, sababu ya lugha yangu wanakuwa hawanielewi kabisa. Hivyo hata dukani Mama Nala akawa hanitumi kabisa, maana najua nitarudi bila kitu alichoniagiza, au labda niandikie kwenye karatasi ndio nitapewa. Ila nakumbuka baada ya miezi miwili hapo nikawa sasa na mimi naopoa na mimi sasa Kiswahili. Japo kinanipa shida sana, ila kidogo nikawa naelewa na kuongea. Na Mama Nala sasa akaacha kabisa kuniongelesha Kimasai. Akawa ni mdauti anaongea na mimi Kiswahili ili nikizoee. Ila kilinipa shida sana. Basi maisha yakaendelea hivyo hivyo mpaka nikafikisha miezi 5. Hapo nilikuwa nimeshazoea kila kitu cha Dar. Yaani naelewa sasa ni mazingira ya Dar yakoje. Japo sikuwa ni mtu wa kutoka toka, ila naelewa kila kitu yani. Na Kiswahili nakiweza. Japo kusoma ilikuwa ni bado. Nilikuwa naweza kuandika jina langu tu, ila mengine ni bado. Basi nakumbuka siku hiyo asubuhi sana, nikiwa sasa nimelala, mama alikuja kuniamsha. Alikuwa anataka kuongea na mimi, maana alikuwa anataka kwenda kazini. Huyu mama alikuwa na biashara zake huko Kariakoo, na mpaka kwa muda, yani kwa muda huo hakuwa amewahi kunipeleka kwenye biashara zake. Basi nilipoamka mama aliniambia kwamba Nase, samahani nimekukatisha usingizi wako. Nikasema wala usijali mama. Mama akaniambia babako ameniambia yupo safarini kurudi huku. Sasa anaweza kufika kesho au kesho kutwa. Hivyo naomba akifika akikuuliza umueleze kama tulivyopanga mwanzo kuwa wewe ni mtoto wa dada yangu na nimekutoa nyumbani. Sawa Nase? Nikasema ndio mama, wala hakuna shida. Mama Nala akaniambia sawa, basi pumzika mimi natoka. Nitakuona jioni. Nikasema sawa mama. Basi na mimi sikulala tena. Nikaanza kazi za nyumbani. Maana kwa muda huu nilikuwa nimeshazoea kabisa. Basi nakumbuka zilikata siku 2, na siku ya 3 baba ndo akarudi nyumbani. Yaani mumewe na Mama Nala. Hata baba pia alikuwa ni mtu mzima. Yaani ni kama anaendana kabisa na Mama Nala. Basi alipofika mama alimkaribisha vizuri na mimi nikamsalimia vizuri mno, tena kwa heshima zote. Yule baba akaitikia salamu, ila niliona alikuwa kama ana maswali juu yangu, maana ilikuwa ndo ananiona kwa mara ya kwanza. Basi Mama Nala akanitambulisha sasa kuwa mimi ni mtoto wa dada yake. Niliona yule baba nikakasirika, yani kakasirika mno. Akaanza kuongea na Mama Nala kwa lugha ya Kizungu sasa, yani kama akimfokea. Hapa kutumia Kiswahili, maana kama angetumia Kiswahili kuna jinsi ningeelewa, ila akatumia lugha nyingine kabisa. Yani ni kama alikuwa anafoka vile. Alafu sasa Mama Nala akawa yani anajitetea sana na akijaribu kumuelekeza kuhusu mimi. Kiukweli nijisikia vibaya sana. Na kweli mimi sikuwa nimeelewa alichokuwa anazungumza, ila kwa ishara tu na matamko ya yule baba
ni aliashiria hanitaki mimi, yani hataki mimi niendelee kukaa pale ndani, maana aliongea kwa hasira sana. Kisha akasimama kuelekea chumbani kwake. Mama Nala akaniambia, Nase, tulia na kuja. Kisha na yeye akanyanyuka akamfuata mume wake ndani. Nikaona hapa nina gazi hapa. Hivi nikishafukuzwa hapa nitaelekea wapi? Halo, Mungu wangu. Basi mimi nilibaki nimekaa pale sebleni. Ila sikuwa na utoto wa kutokuelewa kuwa hapa mimi sitakiwi. Maana walipo yani kutokuelewana kuwa hapa mimi sitakiwi. Kwanza walipoingia chumbani tu ulizuka mzozo mkubwa sana. Yani ilikuwa nasikia kelele za juu mno. Huku sasa yule baba alikuwa anazungumza Kiswahili kabisa. Anasema, yani ni kwa nini unajiambia tu mambo? Ni kwa nini unafanya mambo pasipo kunishirikisha? Nauliza ni kwa nini? Yani kwa kuwa tuna mtoto basi ndio unachukua tu watu wasiojulikana huko nje, alafu unakuja kuwajeza ndani. Wanatumia tu jasho langu. Nasemaje? Hapana, sitaki kusikia hili. Yani sitaki kabisa kuelewa. Naomba sana beba mwanao mrudishe ulipomtoa ndani kwangu, simtaki mimi. Hata kama sina mtoto, mimi siwezi kulea mtoto wa mtu hapa. Hivi ni mara ngapi mimi nakwambia na wakatalia ndugu zangu kuja kuishi hapa? Wewe ni nani unajiambia tu ndani ya nyumba yangu? Nakuuliza mpumbavu. Unahisi kwamba unaniweza sana mimi, si ndio? Nakuuliza wewe, unahisi kwamba unaniweza sana, si ndio? Sasa simtaki yule binti. Hapa ndani simtaki. Yani sitaki kuwa mnafiki kwako. Yule mwanaume simhitaji hapa ndani. Niliogopa sana. Yani yule baba nikanyoka. Hana hata kona. Hataki. Nika nasikia Mama Nala anajaribu kumuomba na kumuelewesha ili nibaki kuishi hapa. Sasa ikafika stage akaanza kumdanganya kuwa dada yake kafariki, ndio maana akanichukua mimi. Ile yule mzee ni aligoma kabisa. Akanasema ya kwamba hata kama dada yako kafa, kwani ndugu ni wewe tu? Hapana, ndugu hapo wengi, si ndio? Aende kwingine, ila hapa mimi simtaki. I say, nilibaki nimekaa kwa unyonge sana pale sebleni, nikiwa nawaza ni wapi nitaenda sasa. Maana hata hapa mimi mwenyewe sipajui kabisa, na mpaka kwa muda huo hata rafiki sikuwa naye. Kama huyu baba hata unihitaji, je, ni wapi nitaelekea? I say, nilichoka mno. Tena nilichoka nilichoka. Nikanyanyuka kiunyonge tu, nikaelekea chumbani kwangu, nikakaa kitandani nikiwaza juu ya hatima yangu. Maana sasa sikuwa naelewa kabisa ni wapi nitaelekea mimi. Mungu wangu. Basi waligombana sana tu. Usiku mzima Mama Nala kwa hii siku hata chumbani kwangu hakuja. Mimi niliwasikiliza tu mpaka nilala kabisa. Na kesho yake sasa niliwahi kuamka mapema sana. Nikaanza kufanya kazi zangu za nyumbani, maana kwa muda huu nishazoea kazi zote. Na hata vitu vya hapa najua kuvitumia. Basi nikiwa naandaa chai, Mama Nala akaja, akanambia, Nase. Nikasema abe. Akanambia, sikia, naomba uwe na amani na usiaweke akilini kabisa yale yote ambayo umesikia jana. Umesikia? Mume wangu ni mtu wa hivyo. Yani ni mwanaume binafsi na ni mchoyo sana. Na huwa anaelewa ni kwa shida sana. Ila wewe hapa ndo nyumbani na utaendelea kuishi hapa. Nina imani tu ataelewa tu, sawa? Nikasema ndio mama. Mama akanambia sawa. Wewe endelea tu kufanya kazi zako tu na kuwa na amani. Basi kisha mama akarudi chumbani na mimi sasa nikawa naendelea kufanya kazi zangu. Basi chai ilipokamilika nikaenda kutenga mezani, na mama huwa ananunua mikate, kwa hiyo nikatenga vizuri tu. Hapo sasa nikaona Mama Nala anakuja mezani na mume wake. Jamani, huyu baba aliniangalia mjicho mbaya. Jana nilikata jicho kali sana mpaka nitetemeka. Kuna baba wana roho mbaya nyie. Msiombe mkutane nao kwenye maisha yenu. Mtaomba mbona? Basi bwana, mimi nikajikaza, nikamsalimia baba. Yule baba hakunitikia kabisa. Yani wala hakutaka unafiki wa kuitikia salamu yangu. Ni kimya. Mama akaniambia kwamba, Nala, tenga chai mwaya, wala hata usijali. Kweli mimi nikatenga chai, kisha nikawaacha wanakunywa, yani mtu na mume wake. Mimi sikutaka hata ukaa pale. Yani hapo sasa nishaelewa mzee anitaki. Ila Mama Nala ana force tu nikae, yani kiugumu tu. Kwa hiyo mie nikaelekea chumbani kwangu na nilikunywa chai baadaye sana, yani ni baada ya wao kumaliza. Basi kweli maisha akawa sasa yanaendelea, ila huyu baba ni hanipendi mno. Kwanza nikimsalimia itikii, iwe mbele ya mke wake au yupo mwenyewe. Mama Nala alishaniambia achana naye kabisa huyu bwana. Huyu mume wangu ni binafsi. Kwa hiyo wewe usianze kumfuatilia na wala usiwe na habari naye. Wewe kuwa tu busy na mambo yako. Nikaambia sawa. Hapo bado yule sasa mwalimu anakuja kunielekeza kusoma kila kitu.
na mama Nala ndo alikuwa ananilipia. Basi kwa kuwa mama Nala alikuwa hana shida kwangu, nikaona acha nikae hapa kwanza, maana kwanza sina pa kwenda. Alafu uzuri wa huyu baba, akitoka asubuhi saa 1 anarudi saa 7 usiku. Kwa mimi nakuwa na muda mdogo wa kuonana naye. Sikuona shida kikweli. Nakumbuka ilipita kama miezi 3 hivi mbele. Hapa nilikuwa na miezi 9 sasa tangu nifike Dar. Nilibadilika mno. Nilibakiwa na vitu vichache sana vya kuonesha asili yangu. Lakini tayari nishaweza kuadapt mambo yote ya Dar. Kasoro tu lafudhi yangu ndo ya kuongea ni bado Kiswahili sikuwa nimekizoea sana. Japo kwa muda huo nilikuwa naongea maneno yani machache tu. Basi nakumbuka ulikata mwaka mmoja mimi nipo Dar. Na haya ndo alikuwa ni maisha yangu. Yani kwa sasa nishazoea mambo mengi hapa Dar. Ila mama Nala wala hata kwanza hakununulia hata simu. Na alikuwa ananisihi sana nisije nikadanganyika na vijana huko nje. Lakini mimi sikuwa ni mtu wa kutoka sana nje hata. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa ndani tu. Na hata nikienda dukani kijana akinisimamisha, mimi sitasimama kama. Yani ndio naona kama anataka kuniharibu. Yani ilikuwa hivyo. Nakumbuka bwana siku hiyo ilikuwa ni mida asubuhi. Nikiwa sasa nipo busy tu zangu niko jikoni. Si akaingia baba. Yani mume sasa wa mama Nala. Nilipomuona, mimi nilimsalimia kwa adabu zote. Japo huwa haitikii, ila kwangu mimi huyu baba ni mkubwa, lazima nimpe heshima zake zote. Na huwa nafanya hivyo kila ninapomuona, japo najua haitikii kabisa salamu zangu, lakini mimi ni lazima nimsalimie. Basi hii siku baba akaitikia salamu yangu. Mpaka nilishangaa. Tena huku sasa anacheka. Mpaka nilihisi naota. Akaniuliza, hivi unaitwa nani vile? Makubwa. Mbona? Nikamwambia mimi naitwa Naserian baba. Yule baba akasema, kwa hiyo wewe na Nala mna undugu kivipi yani? Nikasema yani kwamba hapo msikilizaji aliuliza kwamba ni mimi na mama Nala tuna undugu kivipi? Nikasema ni mama yangu mdogo. Yani mdogo wake na mama yangu. Baba akaniambia, sawa. Sababu sasa hata mfanani. Wewe ni mweusi ila mrembo sana bwana. Uzi wako unang'aa yani utazani kama taa. Alafu Nala yani ni na weusi mbaya tu. Imekwaje hapo yani? Hapo mimi au inakwaje? Hapo msikilizaji, kwanza hata mimi hata sikumjibu. Nilishindwa, nikabakia kimya. Maana sikuwa hata na jibu la kumpatia baba. Yule baba akasema kwamba bwana, nimeona nije tu kuona kidogo mwanangu, nikupe na hata haka pesa, fanyia mambo yako. Ila sitaki umuelezee mama yako mdogo sawa Sitaki umuelezee kuwa nimekupa pesa, hata chukia. Nikamshangaa sana baba. Mbona kanizoea ghafla? Na wakati yani kwanza wanibendi mno. Yani mpaka niliogopa. Basi baba akatoa noti za 10,000 zikiwa 3 akanipatia. Nikaogopa kuzipokea. Ila akaniambia, mimi sio baba yako. Nakupa pesa za matumizi. Mbona unataka kupokea? Nikasema napokea baba. Basi hapo nikazipokea. Akaniambia haya, andaa chai haraka na ngoja mezani. Nikasema sawa baba. Kisha yeye akatoka jikoni akaelekea dining. Nishangaa sana baba. Basi nikafungua ile pesa, yani nikaifunga ile pesa kwenye kanga yangu. Kisha nikaenda kutenga chai. Basi na mama Nala naye akaja pale, akanamwambia mume wake kwamba leo naona unahisi yani naona kama una njaa sana. Maana umewahi mezani mno. Baba akasema ndio. Leo una njaa sana bwana. Basi mimi nikatenga chai. Basi nikiwa busy na watengea pale sasa. Sinaona huyo baba ananikonyeza. Niliogopa sana. Nilihisi kitu kibaya sana juu ya huyu baba. Yani sikuwa namuelewa kabisa mimi. Basi wakanywa chai, walipomaliza wakaenda chumbani kwao kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, na mimi sasa nyumbani huwa nabaki mwenyewe. Basi kuanzia hapo huyo baba akana nichangamkia jamani. Yani nikimwamkia anaitikia, anajichekesha tu kwangu. Nikamimi namshangaa tu. Nikahisi hapa huenda moyo umemfunguka na kujirekebisha tu, so nisiwe muoga juu yake. Basi bwana, nakumbuka siku hiyo mida ya mchana bwana, nilikuwa home tu naangalia TV. Na nilikuwa mwenyewe, maana mama Nala na mmewe huwa wanatoka wote na wanarudi usiku sana. Tena baba ndo huwa anachelewa mno. Ila nilishangaa hii siku nipo busy na TV, nasikia honi ya gari. Nikahisi ni mama. Maana hapa wote mama Nala na mume wake wana magari.
na mama ndo huwa anawahi kurudi nyumbani, yani hatabiriki. Ila baba kurudi ni by saa 6 hivi usiku kila siku hiyo. Akiwahi sana ni saa 3 usiku. Basi mie haraka nikainuka, nikaenda kufungua gate. Sinaona ni gari ya baba ndo karudi mapema. Basi mimi nikamkaribisha ndani. Baba alinikinulia tu meno mpaka nilishangaa. Nikabaki najichekesha tu nimeonyesha hapa najichekesha tu. Maana mtu anakuchekea mpaka unajiuliza sasa hapa kinachomchekesha nini? Dunia hii. Basi bwana, huyo baba akaingia ndani, nikashangaa kaka sebleni. Yani kafika kwenye sofa na sio chumbani kwake kama kawaida yake. Akaniambia njoo kae hapa bwana Nasiri. Nina maongezi ya muhimu sana na wewe. Mimi wala hata siku sita. Nikasogea nikakaa kwenye sofa la karibu yake. Naona kanyanyuka, akaja kukaa pamoja na mie. Yani tukakaa sofa moja sasa. Nilimshangaa sana ubaba. Yani sikuwa namuelewa kabisa. Basi mimi wala hata sikuyanyuka, nikatulia pale pale. Akaniambia sasa Nazi, kuna maswali mimi hapa nataka kukuuliza. Akasema ndio baba anakusikiliza. Ananiambia sawa. Sasa hivi una miaka mingapi vile? Kwa muda msikilizaji nilikuwa na miaka 12. Kwa hiyo nikamwambia kwamba na miaka 12. Akaniambia miaka 12. Bwana mrembo hivi bwana. Mtoto mrefu kama twiga. Yaani umbo wako na mwili wako. Unajua vifanani kabisa na miaka yako. Basi yule baba akaniambia, akasema kwamba sikufichi bwana, wewe ni mrembo sana bwana. Yaani mno. Na hujawahi kuambiwa kuwa wewe ni mrembo. Nikabakia kimya. Basi huyu baba akaniambia sasa sikia bwana. Mimi ni mtu mzima, sitaki hata kusumbuka kabisa kwa sababu mimi nataka tu kuambia kitu kizuri mno ambacho kitakusaidia katika maisha yako. Mimi nataka kuwa na wewe katika mahusiano ya mapenzi. Na ukinikubalia mimi na uwezo wa kukuoa wewe na nikawa mwacha kabisa mama yako mdogo. Au wewe utamani kuwa na maisha mazuri kama ya Nala? Sasa maisha unayoishi Nala ni mimi ndo nilimpatia. Na endapo utanikubalia, basi mimi nitakupa maisha mazuri zaidi ninayompa Nala. Nilimwangalia sana ubaba. Nikaona kweli hana adabu na hana hata aibu. Na hapo ndo nimejitambulisha kwa mimi ni mtoto wa dada yake. Na bado ananitongoza. Je, tungemueleza kweli kuwa sina undugu na Nala? Nikanisaidia tungekwaje? Msikilizaji, kumbuka Nala ndio huyu mama. Ninapomuita mama Nala usifikiri kwamba mtoto wake ni Nala. Huyu Nala ndio huyu mama. Basi bwana. Mimi nilichukia sana. Sikutaka hata kumjibu. Nikanyanyuka zangu, ila baba akanivuta mkono. Nikarudi tena kwenye sofa. Huyu baba akaniambia sasa mbona bwana unaondoka bwana? Hatujamaliza maongezi. Unajua nini mrembo? Mimi wala sio kwamba nataka kukuchezea. No. Mimi nakupenda kweli kweli. Mimi nakutaka kweli kweli. Na nina mipango na wewe mizuri tu. Unadhani utakaa hapa kwa Nala mpaka lini? Sio kweli, si ndio? Unahitaji kuwa na maisha yako binafsi. Sasa naona ushambo na kusumbua bwana, utakosa mengi sana bwana. Nikamwambia sikiliza baba. Mimi nakuheshimu sana. Sana tu. Lakini namheshimu sana mama Nala. Maana yeye ndio kila kitu kwangu. Kwa mimi siwezi hata siku moja kumsaliti kwa kuwa na wewe. Naomba nisamehe sana. Yaani mimi wewe nakuheshimu sana kama baba yangu kabisa. Naomba na wewe uniheshimu kama binti yako. Baba akasema no. Wewe sio binti yangu. Basi hapo akachukua mkono wake, akanishika kiuno. Nilichukia, nikamtupa mkono wake bwana. Nikasema kwa sauti sitaki baba. Asema baba, na yeye akakasirika. Ananiambia wewe unajifanya mjeuri sana, si ndio bwana? Yaani unakaa nyumbani kwangu unakula bure, unakunywa bure, unaanza kuniletea ujeuri mimi hapa. Pumbavu wewe. Nikasema baba, mimi sikuvunjiwa heshima, ila mimi siwezi kufanya unavyotaka. Baba akaniambia, unajifanya mtoto, si ndio? Hauna utoto wote mshenzi wewe. Nilikuomba kistaarabu sana bwana. Nilitaka tu wapenzi. Ila wewe mimi mwenyewe kwanza nataka ili wewe tu ufaidike tu. Na mimi mwenyewe nifaidike na wewe. Ila kwa kuwa wewe ni mshenzi na unajifanya una misimamo sana, utanipa kilazima na bure kabisa. Tena utanipa leo mshenzi wewe. Nikasijamuelewa kabisa huyo baba. Yeye anavyosema kwamba nampa. Ni kwamba nampa nini? Sasa nikiwa nimemshangaa, si akanivaa, akanibana bwana na kuninyanyua kwa nguvu, akaanza kunipeleka chumbani kwangu. Nikajua baba sasa anataka kunibaka. Mungu wangu. Nikaanza sasa kufurukuta pale aniachie. Kwani mnadhani hata naweza? Yaani baba ni ana nguvu. Alinibana mno. Alinibana kweli kweli. Basi bwana. Huyu baba
alimbeba mpaka chumbani kwangu akanitupia kitandani. Nilikuwa natetemeka, maana nishajua kabisa mimi sina uwezo wa kupambana kabisa na huyo baba. Basi huyo baba akaanza kuvua nguo zake. Tena upo serious kweli kweli. Nikasema, baba naomba usinifanyie hivi. Naomba unisamee baba. Mimi ni mwanao. Huyo baba akaniambia, tulia hapo. Ulidhani wewe ukinikataa ndo nitakuacha, sio kweli? Nikaona huyo baba kavua nguo zote mbele yangu. Naangalia naona dude hilo limevimba kweli kweli. I say, na ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza naona hiyo ya nini ya mwanaume. Niliogopa mno. Tena mpaka nikawa natetemeka mimi. Yule baba akanisogelea bila huruma, akaanza kunitoa nguo zangu kwa nguvu. Nikawa nazuia nguo zangu sasa pale yani, basi akawa ni sasa ananipiga ili sasa nimwache anitoe nguo zangu. Mimi najitahidi sana kuzuia ili sasa, ila kiukweli nilishindwa kumzuia baba. Huyo baba alinitoa nguo zangu zote. Basi alipoona mwili wangu sasa, aliniangalia kwa uchu sana na alishindwa kuzuia tamaa zake juu yangu kabisa, akafanikiwa kuniingilia kinguvu. Yani ni alinibaka. Ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza nakutana na mwanaume. Yani naweza kusema kwamba huyu baba ndo alinibikiri mimi. Basi bwana, nilipata maumivu makali mno. Niliumia mno. Asa katika siku ambayo siwezi kusahau msikilizaji katika maisha yangu ni hii siku ambayo mume wa mama Nala alinibaka. Au alianza kuniingilia kimwili. Unajua niliumia sana. Basi ubaba alinifanya mpaka alipotosheka ndo akaniacha sasa. Hapo nilikuwa nalia na damu nyingi mno ilikuwa inanitoka na zilijaa juu ya shuka. Maana ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza na nimeingiliwa kwa nguvu mno. Kwa hiyo iliniumiza sana. Nilibaki kitandani nalia sana. Nilijutia sana isiku. Niliona bora hata ningebaki nyumbani, ningekubali ukeketwa kuliko kufanywa ushenzi kama huo. Yani nilifanywa ukatili yani wa live kabisa bila chenga. Niliumia sana, nilia sana. Huyo baba wala hakuwa na pressure, akachukua nguo zake taratibu, akavaa kisha akaniambia, sikufichi na see, wewe ni mtamu sana bwana. Tangu nimeanza kuwafanya wanawake katika hii dunia, sijawahi kukutana na mwanamke mtamu kama wewe. Aisee, basi wewe ni mtamu bwana. Aisee. Nijisikia vibaya sana. Kwa maneno ya huyu baba nijisikia vibaya sana. Maana kwangu mimi niliona ni kama kashfa ambayo ananipatia baada ya kunifanya ukatili. Basi huyu baba akanambia, sasa nataka kukupatia onyo kali sana. Katika maisha yako cha kwanza, ule wako nisikie umemsimulia mama yako mkubwa kwa tumefanya hivi. Nadhani ndio utakuwa mwisho wa huyu kuishi hapa. Maana mimi nitamueleza wewe ulinitega. Na mimi mke wangu ananiamini sana kwa kila kitu. Na sio hivyo tu, ila nitakuua kwa mikono yangu miwili. Kwa hiyo unachotakiwa ni kufunga mdomo wako juu ya kilichotokea hapa, unanielewa? Mimi nibaki nalia tu. Baba kaniambia kwamba hilo ni la kwanza. Jambo la pili, nakupa muda wa kufikiria. Kama utahitaji chance ya maisha mimi nitakupatia. Na kama utahitaji tuendelee kuishi hivi hivi basi tutakuwa hivi hivi. Ila usidhani ndio nitaishi hapa. Kwa utamu huu siwezi kuishi hapa. Mtoto mtamu sana bwana. Wewe ni mtamu mno bwana. Hapo ni mwanzo tu. Nadhani tutazidi kuendelea. Basi alinisogelea na akanichumu. Aise nilichafukwa. Nitamani tani kulisukuma yani. Ila nilitulia tu. Basi akatoka ndani. Aise niliumia sana. Hii siku kwa hili tukio niliona moyo wangu unauma sana. Nilia sana mle ndani. Nilia kwa uchungu mkali sana. Niliona nimefanywa ukatili mzito sana. Lakini sikuwa na jinsi na sikuwa na cha kufanya mimi. Nitafanya nini sasa? Basi baada ya muda nikasikia anaondoka. Yani anatoa gari yake nje. Ndo nikajua kumbe alikuja kunifanyia ukatili wake tu. Aise nililia mno sana. Ila nilijikokota tu, nikatoa mashuka, nikatandika mengine, nikaenda kuoga. Aise huku chini ni kulikuwa kuna nyuma mno. Yani ubaba ni alijua kuniharibu. Niliporudi chumbani kwangu sasa, nilijibwaga tu kitandani. Nilibaki nalia pale mpaka usingizi ukanipitia. Nikaja kustushwa na mama Nala. Nikaamka kivivu sana. Mama kanambia, Nase vipi? Mbona umelala mpaka saa 3 usiku? Haujapika kabisa. Nikamwambia mama, naomba unisamee, ila sipo sawa kabisa na sikuumwa. Mama Nala kanambia, jamani, pole sana. Basi wewe pumzika, kisha mimi ngoja niandae chakula cha usiku. Nikasema sawa mama. Na kweli mama wa watu aliandaa chakula, lakini mimi sikula. Yaani sikuwa sawa kabisa. Nilimwambia mama sipo sawa, akanambia sawa. Akala yeye na mume wake. Yaani libaba hili likavu wewe. Libaba likavu linaniangalia hata hata halina hata aibu hata kidogo. Basi mie nikaenda kupumzika zangu, na kesho yake sasa mama Nala akanipeleka hospitali. Nikaonekana nina homa. Ila mimi ndio nilikuwa naelewa nini kimenisibu.
Nakumbuka ilipita kama wiki hivi, huyu baba nikawa simsalimi kabisa, nikajenga chuki mno juu yake. Nilimchukia sana kwa kitendo alichonifanyia. Hapo na mimi sasa, hapo yani mimi mwenyewe hapo nilikuwa nimeshaanza kupona huko chini. Yani ishaanza kuwa sawa sawa. Ila sikumueleza kabisa mama Nala juu ya nilichofanywa na mume wake. Ila sikuwa sawa. Sikuwa na raha kama mwanzo. Na wala mimi sikuwa na furaha tena kama mwanzo. Yani acheni tu. Maisha yangu ni kama libadilika hivi. Nilikuwa nikimwona yule baba na kuwa sina amani tena, sina raha tena. Mama Nala akawa mpaka sana aliuliza kuwa bado naumwa, ila namwambia nipo sawa tu mama. Kumbe moyoni nilikuwa na ya kwangu ambayo yananisibu. Basi ikaenda mpaka ukakata mwezi, siongei kabisa na baba. Akiwa na mama Nala ndo mimi namsalimia, ila akiwa mwenyewe hata kumsalimia mimi ni hakuna. Nakumbuka siku hiyo bwana, ilikuwa ni mida ya jioni. Nipo zangu tu chumbani kwangu na kunja nguo. Sinamuona baba akaingia chumbani kwangu. Yani hata sielewi. Sielewi hata kaingia saa ngapi ndani. Maana hakuwepo na sijasikia hata honi za gari kuashiria kwamba narudi. Ila nilipomuona chumbani kwangu, nilistuka sana. Nikamuuliza umefuata nini huko chumbani kwangu? Baba akacheka. Akasema kisha akaja kukaa chumbani kwangu, yani akaja kukaa kitandani kwangu. Akanambia Nasi, nimefuata ule utamu bwana. Mimi nimeshindwa kuzaa bwana. Na nikupa muda upone pone. Nadhani sasa ushakuwa sawa. Na leo sasa unaweza kunipatia. Nikasema baba, hivi kwa nini unanifanyia hivyo? Mimi sitaki. Huyu baba wala hata kuendelea kunibembeleza. Akavua nguo zake, akanisogelea, kisha akanibaka tena. Afu siku aliniingilia kwa muda mrefu sana. Alikuwa anaguna tu kwa namna ambavyo kwa najisikia. Mimi nilikuwa napata maumivu makali mno sana. I say, acheni kabisa maisha. Alipomaliza akavaa nguo zake, akaniambia Nasi, wewe ni mtamu sana bwana. Wewe ni mtamu. Siwezi kuacha kama bwana. Yaani wewe ndio utaamua sasa wewe. Kubali tu wapenzi au niwe nakubaka hivi kila napokumisi bwana. Kwa heri bwana. Alipomaliza kuongea hayo, akatoka ndani kwangu. I say, nilibaki nalia huku natetemeka. Niliona kabisa hapa mbona kama yani hakunifai. Kwa sababu natumika kingono, nitatumika mpaka lini? Na je, mama Nala akijua mume wake ananiingilia kinguvu, atanielewa mimi? Na vipi akinipa mimba au maradhi? I say, nilikuwa naumia sana. Japo nilikuwa ni mdogo, ila nilikuwa naelewa kila kitu. Maana mimi nilivunja ungo nikiwa na miaka 10. So nilikuwa naelewa kwamba kuna mimba pia. Na vipi kuhusu kuuliwa kama alivyonitishia baba? Sikuwa naelewa hata natakiwa kufanya nini mimi. So kuanzia hapo, hayo ndio alikuwa ni maisha yangu ya kila siku msikilizaji. Huyu baba alikuwa ni mwanaume wa kuniingilia mara kwa mara. Nilikuwa naumia sana, na nilikuwa naogopa mno. Unajua ilifikia stage, akana anafauliza hata wiki. Yaani anarudi mapema, ananiingilia kisha anaondoka. Anarudi mapema, ananiingilia kisha anaondoka. Nilikuwa nakonda sana. Nilikuwa nalia muda wote. Nilianza mpaka kukosa nuru kwa haya ambayo yalikuwa yananitokea. Huwezi amini. Nilivumilia hili kwa muda wa mwaka mmoja. Yaani mwaka mmoja naingiliwa tu na huyu baba. Na sikuwahi kabisa kumueleza mama. Eti mama Nala nimwambie yalikuwa yananisibu. Ila sikuwa sawa kabisa kama mwanzo. Basi nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni Jumapili. Hii siku mama Nala hakwenda kazini. Basi akaomba kuongea na mimi sasa. Kweli nilimsikiliza. Mama Nala aliniangalia sana. Akaniuliza, kwani una shida gani Nase? Mbona nakuona kama hauko sawa? Yaani au una changamoto yoyote? Nitamani kumweleza mama ukweli juu ya alionitendea baba, ila niliogopa sana. Nikaona huyu anaweza asinielewe. Akanifukuza, nikaumbuka mimi. Nikamwambia mama, mimi nipo sawa kabisa, ila tu nimechoka kaa nyumbani, naomba unitafutie kazi. Nakuwa nakaa nyumbani mwenyewe na kuwa mpweke sana. Basi mama Nala akaniambia, Nase, mbona nakuona mdogo sana bado? Miaka 13 utafanya kazi gani jamani? Wewe kaa tu nyumbani kwanza huko, umesikia? Kisha ukifikisha hata miaka 16, mimi nitakutafutia kazi. Nikasema sawa mama. Mwambia tu mama ya kwamba ila anakuwa anachoka kama mwenyewe mama kila siku. Msikilizaji, kumbe hapo mimi nilikuwa natafuta sababu ya kutokukaa nyumbani kwa mambo alikuwa ananifanyia baba. Unajua nilichoka. Hivi mnajua mwanzo alikuwa ananiingilia kwa shida, ila kwa sasa hivi nilishatanuka. Alishanitanua, hata apate shida sana. Nikuingia tu shwa.
nilichoka sana kuingiliwa na huyu baba. Basi mama akaniambia sawa, kama umechoka basi nitakuwa mimi naondoka na wewe sasa, tunaelekea dukani. Tunaenda kushinda wote kisha tunarudi usiku. Hapo vipi? Nilifurahi sana. Nikasema sawa mama, nitashukuru sana. Basi kweli hii siku nilikaa kwa amani sana, maana mama Nala alikuwepo. Basi ilivyofika kesho yake mida saa asubuhi, niliwahi kuamka na kufanya kazi zangu, nikajiandaa vizuri na kweli nikaondoka na mama. Hapo sasa kidogo nilipata amani. Hapo mama alikuwa na duka lake kubwa tu Kariakoo pale. Alikuwa anauza ni vipodozi vya kike na kiume, yani maperfume haya, yani ma cosmetics zote nini. Na alishakuwa na mdada pale dukani wa kumsaidia anaitwa Lydia. Basi nilipofika dukani, mama akanitambulisha kwa huyo Lydia. Lydia alikuwa ni mkubwa kwangu, ni kama na miaka 18 au 19 hivi. Basi nilimsalimia kwa heshima, maana ni mkubwa kwangu na mie shoga yenu nina heshima sana kwenye hilo, wala hata mimi sijisifii. Basi bwana, mama akamwambia Lydia kwamba huyu anaitwa Nase, ni mwanangu. Si nilikwambia kwa sasa nakaa na mwanangu nyumbani Basi ndo huyu. Amechoka kubaki nyumbani peke yake. Kwa sasa nitakuwa nakuja naye hapa, unashinda naye. Lydia akasema sawa, wala hakuna shida mama. Basi nilichangamka tu, maana Lydia ni mwongeaji. Japo ali kama alichanganyikiwa nilipokuwa naongea, maana bado nina kama lafudhi ya Kimasai hivi na Kiswahili changu hakikuwa kizuri sana. Basi mimi nilikuwa nimekaa tu pembeni, ila niridhika sana. Mama na Lydia ndo walikuwa bize na usiku saa 2 ndo mama akafunga duka, tukarudi nyumbani. Basi leo tumefika home. Hii siku tukamkuta baba ni amesharudi nyumbani. Tukamsalimia ila wala hakuitikia. Na alikuwa kavimba kweli. Mama akamuuliza, "Wewe vipi? Mbona leo umerudi mapema sana na umenuna hivyo? Huko ulipotoka ni kwema?" Baba akasema ni kwema. Ila nataka kujua mnatoka wapi bwana. Mama akacheka, akasema, makubwa. Wewe tangia lini umeanza haya maswali? Haya ni sawa, tunatoka kazini. Nimeamua kumchukua Nasa hawa anashinda huko dukani kwangu pale. Maana kukaa hapa mwenyewe kila siku ameniambia kwamba amechoka. Anakuwa bored. Baba akasema, wewe ni upumbavu na hala wewe. Wewe mtoto kama huyu, mtoto mdogo kama huyu unaenda kumweka kwa dukani asubuhi mpaka jioni. Unamaanisha nini sasa? Tena Kariakoo kwenye msongamano mkubwa watu. Kwamba yani unamtafutia wanaume ama? Huyo anatakiwa kae nyumbani bwana. Atulie na sio kuhangaika huko Kariakoo. Hebu acha ujinga bwana. Nasa bado ni binti mdogo, simkomaze bwana. Msikilizaji, baba huyo hana hata aibu. Ila yeye ndo alikomaze na kuningilia kwa alione kwanza. Yale nyali inaona kunikomaza ni rara. Kwamba lenyewe ndo liko sahihi kunikomaza. Yaani anataka nikae hapa nyumbani aendelee kunichezea. Mjinga sana huyo. Nilibaki kimya wala sikuongea kitu. Basi mama Nala akasema, hivyo ya baba una matatizo gani? Kwa hiyo sisi tunaoenda Kariakoo tunaenda kutafuta mabwana, si ndio? Wewe mbona hauna kauli nzuri bwana? Alafu unaropoka tu mbele ya mtoto. Mbona umekosa adabu sana wewe baba? Lione vile. Haya sasa tufanye sasa namtafutia mabwana. Haya wewe unaumia nini? Si ni mtoto wa dada yangu huyo au mwanao huyo? Alafu uchungaji juu ya Nasa umeanza lini? Umeanza kuwa nao leo au jana? Wewe ulikuwa kumtaki huyu binti. Unafiki tu. Basi baba likamshuka akanyamaza kimya. Mama Nala akaniambia, Nase, nenda ndani kabadili nguo mwanangu. Mimi naingia kupika. Achana naye huyu mtu mzima ovyo. Basi bwana, kweli mimi nikaingia ndani kwangu. Shida ya hii nyumba msikilizaji, kila chumba baba ana funguo yake. Hata nikifunga na funguo, huyu baba ana funguo nyingine ya huko ndani. Acheni tu. Basi mimi nikabadili nguo, nikaenda kumsaidia mama kupika. Basi hii siku huyu baba alinuna mpaka alisusa kula. Mpaka mama alimshanga. Sijui irudi akakuta ng'ombe wake sipo. Hata sielewi. Ila mimi nilikula na nikaenda kulala. Basi nikiwa nimelala kwenye usingizi mzito, huyu baba akaingia chumbani kwangu. Yaani ni usiku kama saa 8 hivi. Nilistuka. Maana wala hata mimi sikumtegemea. Huyu baba akaniambia, unastuka nini sasa? Sasa huyu baba bwana alisema ya kwamba sasa nisikilize Nase. Sitaki uende na Nala kokote itakapofika asubuhi, unanielewa? Mimi nimwangalia tu. Akaniambia kwamba wewe ni wa kwangu, lazima utulie nyumbani. Mimi utanihudumia na sitaki ujinga. Wewe unataka uende kwa Kariakoo kwa kuchukua ama?
Sitaki upumbavu kabisa bwana. Naomba uweke hilo kwenye kichwa chako. Kisha kaniambia kwa heri. Yaani alikuja kunipiga mkwara muda huo usiku, ila nilisema siwezi kubaki nyumbani. Mimi siwezi kukubali kutumika tena na huyu baba. Basi kesho asubuhi niliwahi kuamka kama kawaida yangu, na baada ya chai Mama Nala sasa kaniambia, Nase, kajiandae tunaondoka. Mnadhani nilibisha? Sio kweli. Nilishachoka kutumika liwalo na liwe. Basi baba sasa alinikata jicho kali, ila mimi hata sikujali. Niliingia ndani, nikajiandaa, kisha nikaondoka na mama. Hapo sasa ndo ilikuwa ni afadhali yangu jamani. Acheni tu. Ikawa sasa huyu baba akarudi tena ni kunichukia kama mwanzo. Ikawa sasa nikimsalimia hata mbele ya mke wake haitikii. Akipata nafasi ya kuwa na mie peke yangu ananichemba mikwara huyo. Lakini nisema kwamba hapana, siwezi kuwa naye tena huyu mshenzi. Yaani siwezi ngo. Hapo sasa naenda Kariakoo kila siku. Nikawa sana changanyikana na watu nini. Hasa Dalidia alikuwa ni rafiki yangu sana. Tunaongea na tunacheka. Ikawa akija mteja namsaidia kama mama hayupo, ila huyo mteja ataondoka na cheka. Maana jinsi maneno nayoongea ni utacheka. Nakumbuka ilipita miezi 6. Mimi naenda Kariakoo na mama. Mpaka mama akawa ananiamini. Hata mwenyewe akiniambia kwamba niende, naenda tu. Yaani najua sasa, si unajua napanda gari wapi, nashukia wapi, naelewa. Na naelekea wapi, naelewa. Wala sikuwa hata na shida kabisa. Hapo sasa nikapata afadhali zaidi. Huyu baba akasafiri. Nilishukuru, nilifurahi, nilipata raha ya ajabu moyoni mwangu. Haijawahi kutokea. Nikawa nipo huru zaidi. Hapo hata kusoma na okota. Sijakuwa machino sana, ila najua. Ila sasa hesabu ya pesa nilikuwa najua mno. Mpaka mimi mwenyewe mama kwanza alikuwa ananishangaa. Kusoma naweza nikapata shida, ila kwenye swala la pesa najua kabisa. Hii pesa hii, nilikuwa naelewa hii ni kiasi gani, inatakiwa nirudishe kiasi gani. Ikawa ipo hivyo. Basi bwana. Nakumbuka siku hiyo nipo dukani na Dalidia. Mama wala hata kuepo. Tukawa tunapiga story 2-3 nini. Na ilikuwa ni mida ya mchana. Kulikuwa kumetulia tu. Wateja hawakuwa wengi. Nakumbuka Lida aliniambia kwamba, Nase, hivi unajua ni mrembo sana. Nikajikuta nimecheka. Dalida akaniambia, Nase, wewe ni mweusi ila unavutia. Hivi unajua kwamba kuna vijana hapa Kariakoo wananisumbua sana, wananiambia kwamba niwapatie namba zako. Mimi mpaka nikaa nacheka. Nikamwambia kwamba Lida akasema kwamba mimi nikiwaambia wewe ni mdogo eti hawaamini. Mwenzenu mimi kilichokuwa kinaniponza ni urefu na kutanuka huko chini. Basi watu wananiona mkubwa, kumbe ni kadogo. Acheni tu. Nikasema, dada bwana. Lida akasema, kweli tena Nase. Mimi mwenyewe mama asingeniambia wewe kuwa siji nini. Aisingeniambia kwamba eti wewe siji ndio unatafuta miaka 14. Nisingejua kama wewe ni mdogo. Jinsi ulivyo unakosha mno, hujui tu. Wewe ukifika miaka 18 Nase unakuwa mzuri, unakuwa moto. Basi nikacheka. Nikasema, Dalidia bwana, niache. Wewe unanijaza tu masifa tu. Dalida akaniambia, naomba nikuulize kitu Nase. Nikasema ndio. Akaniambia, hivi mume wa Mama Nala hajawahi kukutongoza? Moyo wangu ulishtuka sana msikilizaji. Nilikuwa na furahi, ila mpaka furahi kakata kabisa. Nikasema hapana, hajawahi hata. Nikamuuliza, kwa nini muulize hivyo Dalidia akasema kwamba ni kwa sababu namjua vizuri yule baba. Kuna kipindi alikuwa anakuja hapa, alikuwa ananitongoza mno mpaka ananitishia maisha. Mara sijatamueleza mke wake, sijanifukuze kazi. Ni mtu ambaye ana tamaa sana. Sasa msikilizaji, hapo sasa mimi nikaendelea tu kumtazama Dalidia jinsi ambavyo anaendelea kuongea. Akanasema ya kwamba na mimi sasa nilivyokuwa najiuliza hivi kwa jinsi mimi nilivyo na sura ya baba, na kanisumbua mpaka nimekoma. Vipi hapo ulivyo mzuri? Au kwa vile mwanae ndio maana akakuheshimu? Nikasema dada mimi sijui, ila hana shida na mimi na wala hata hajawahi kunitongoza. Dalida akanambia, haya bwana, tuachane nayo. Ila shoga yangu, chonde, usije kumwambia mama yako nikafukuzwa hapa kazi. Nikasema usijali dada, wala mimi siwezi kufanya hivyo. Basi bwana, tukaziacha hizo story, tukawa busy na mambo yetu. Sasa tukiwa busy na kazi, akaingia mkaka. Sijui hata niseme kijana, sijui hata ni muhitaji. Maana huyu kaka wala hakuwa mkubwa hata. Ni kwenye umri kama miaka 23 ama 24 hivi. Alafu sasa nikapendeza.
acheni tu, sitaki hata kuambia. Hivi mnajua kuna watu wanavaa simple ila wanawaka sana? Basi huyo kaka alivaa kawaida tu ila alipendeza. Sijui niseme ni tozi tu. Nikanyoa vizuri. Yani ni ameweka ila ni kinoma noma, amewaka kinoma noma. Sitaki hata kuelezea sana. Basi yule kaka alipoingia dukani, Lydia akamchangamkia, akamkaribisha vizuri. Yani nahisi huyu kaka ni mteja ambaye anajulikana sana hapa. Basi Lydia akamwambia, boss jamani, sijakuona muda, karibu sana. Basi yule kaka akatabasamu kisha akasema, mambo tu busy, mambo mengi tu hapa bwana. Unajua ila nipo. Hapo sasa yule kaka akaniangalia mie. Sijui kwa nini tu niliona aibu. Nikajikuta tu mie nimeinama. Yule kaka akasema kwamba, naona kuna mgeni hapa bwana. Au na yeye ni mteja kama mie? Lydia akasema, hapana bwana, huyu ni mtoto wa bosi. Yule kaka akasema, sawa. Basi niletee perfume zangu basi ninazochukuaga. Basi hapo Lydia akasema sawa. Na akaanza kwanza alianza kumtizamia sasa hizo perfume. Ila nishangaa kaka kanikazia macho sana. Yani nikigeuka ni yupo, nikiinama ni ananikodolea tu, mpaka nikanajistukia sasa. Alafu mimi hata sikuelewa ni kwa nini najistukia kwa huyu mkaka. Na wakati mimi hapa kuja wakaka na kunitazama ni kawaida tu, ila sielewi kwa huyu mkaka ilikuwaje. Yani ilikuwa ninahangaika hatari. Yani kama vile nimekalia moto. Basi Lydia alimkusanyia yule kaka perfume nyingi tu, kama 15 hivi. Tena zile za bei aswa. Basi yule kaka akazangalia zile perfume, kisha akahakikisha akatoa pochi sasa. Akavuta 10,000 za kutosha. Akampatia Lydia. Maana yule kaka alichukua mpaka perfume za 150,000, 200,000. Yani anaonekana ni mpunga upo. Basi ile pesa aliyolipwa Lydia ni zaidi ya 2 million. Basi dada akahesabu mno. Alipomaliza akamwambia, bosi umezidisha 100,000. Hapo Lydia sasa anafanya kama anatoa hiyo pesa iliyozidi amrudishie. Yule kaka akasema, no, hiyo mtakunywa soda na mtoto wa bosi pale. Ile ni kaka. Basi yule kaka akatoka zake. Nilibaki na muangalia. Yani shoga yenu macho alikwama kwa yule kaka tu. Yani nijikuta na muangalia tu jinsi alivyokuwa anaondoka. Mpaka Lydia ndo akanistua, wewe ndo nastuka. Lydia alicheka akasema, haya imekuaje? Mbona muangalia sana mkaka wa watu? Nikasema, jamani dada, mimi siko na muangalia yeye. Lydia akaniambia, usikatae, nimekuona. Basi nikaanza kucheka. Nikamuuliza Lydia kwamba kwani anaitwa nani yule? Lydia akasema, shoga yangu, wala hata simjui. Mimi namuitaga tu hivyo tu boss. Akijaga hapa namuita tu boss, maisha yanaenda. Na anachompendea kaka, akija hapa ana tabaya, anakusanya kweli. Ila sasa inaweza pita hata miezi hata 3 anakuwa haji. Ila akija ya soda akosi kuacha. Yani ni Mswahili ila ana roho ya kizungu. Huyu unaona atakuwa ni wakishua sana huyu. Maana akijaga hapa anabadilisha magari kweli. Nikamuuliza, wakishua ndo nini dada? Dada akaniambia, wewe naye. Wakishua ni mtu ambaye anatoka kwenye familia yenye pesa. Nikasema, sawa nimeelewa dada. Basi Lydia alichukua 50,000 akanipatia. Akaniambia, tumia kwa siri. Mama Nala sijue. Maana ajuagi kama anapataga za soda. Nikasema sawa, wala hakuna shida. Msikilizaji, hivi mnadhani hata hii pesa nitamalizia wapi sasa? Mwanzo nilikuwa napenda sana chips kuku mno. Sielewi yani sijui ilikuwa ndo ushamba ama ni nini, ila nilikuwa napenda chips kuku. Yani chips kuku mimi nazielewa mno. Uniambii kitu mimi na chips kuku. Oya. Basi nikaendelea kufanya kazi pale na dada mpaka mida jioni. Ndo Manala akawa amerudi tukajoin naye. Basi nakumbuka ilipita kama wiki moja hivi. Siku hiyo bwana, nipo zangu busy sasa ni dukani na Lydia. Sinaona yule kaka kaingia. Sielewi kwa nini tu nilipomuona kimoyo kikafanya pam. Acheni tu. Yani hapo sasa ninafukuzia miaka 14. Ila sikuwa naelewa kwa nini nilipomuona huyu kaka moyo wangu ulistuka. Basi huyu kaka alipofika akanisalimia, tukamuitikia vizuri tu. Basi Lydia akamchangamkia sana. Yani sana tu nakwambia. Basi huyu kaka akaomba kuongea na Lydia pembeni. Kweli Lydia akakubali, wakatoka kwa nje wakaongea. Na baada ya muda yule kaka akaondoka, wala hata kurudia tena huku ndani, yani akurudi huku ndani. Lydia ndo akaingia sasa anacheka mno. Mpaka nikamshangaa. Nikamuuliza, jamani, mbona umefurahi hivyo? Lydia akasema, umemwona boss kwanza? Nikasema ndio nimemuona. Lydia akasema, leo
ukanitajia mpaka na jina lake anaitwa Nolan. Nikasema sawa. Lydia sasa akasema ya kwamba leo bwana Nolan wala hakuja kununua kitu kama kaida yake. Unajua alifuata nini? Nikasema hapana dada, sijui. Basi Lydia akasema kwamba eti alifuata namba zako. Nyie? Nilishangaa. Nikasema namba tena? Lydia akasema ndio. Hivi si nilikwambia wewe ni kabinti kazuri sana? Ulikuwa unakataa? Hebu mwangalie yule kaka jamani alivyo. Mchekoza alivyo na hadhi yake yani. Ila kapagawa shoga yangu. Yani ni kanichana kabisa. Eti sorry, nataka namba za mtoto wa bosi wako, nataka kuongea naye. Nikamuuliza vizuri, uongee naye nini? Akaniambia kabisa kuwa anakutaka. Sasa mimi nikamchosha. Nikamwambia kwamba yule ni mdogo na miaka 14 tu, wala usibabaike na urefu wake. Basi nikachoka, yani hata hajaamini. Nyie msikilizaji, Lydia alinikera. Sasa habari za miaka zinahusiana na nini? Lakini sangemwambia tu ana simu. Ai. Nikasema jamani da Lydia, usingemwambia tu ana simu. Usingemwambia hata miaka yangu. Lydia akasema, wewe usikutu umempenda ule kaka. Mbona kwa wengine ulikuwa usemi hivyo? Ila kwa huyu kaka, Nikasema jamani wala mimi sijamaanisha hivyo. Mimi nimesema tu. Lydia akaniambia, we mdogo bwana tulia. Ile kaka si angenitongoza hata mimi jamani, ningekula hata pesa zake tu. Nijikuta nacheka tu. Na Lydia akacheka. Akasema acha tu shoga yangu. Sina bahati mie. Mtoto umekuja juzi tu hapa na udogo wako unataka kunipita mie jamani. Nikabaki nacheka tu. Maana Lydia ni mtu wa makuzi sana. Basi mimi nikaendelea na kazi, yani tukaendelea na kazi yetu pale mpaka usiku kabisa, yani saa 2. Basi tulipomaliza kazi tukafunga duka. Maana hii siku mama Nala hakuja dukani. Na aliniambia nikishafunga duka nirudi mwenyewe, nirudi mwenyewe tu hatonifuata. Basi mimi nikagana na Lydia, maana yeye anakaa Mbagala, mimi nakaa Kinondoni. Kwa hiyo tukaachana, kila mtu akaenda stendi sasa. Basi mimi taratibu nikaanza kuelekea stendi. Basi nikafika mpaka stendi, wala hata sikupata shida. Ile nafika tu stendi na gari ya nyumbani hiyo nikapanda moja kwa moja. Basi bwana, mimi nilishukia Kinondoni. Sasa niliposhuka hapo kuna ka distance ka kutembea kidogo. Basi mdogo nikaanza kutembea kuelekea home. Basi nikiwa natembea taratibu, sinaona kuna gari kama inanifuata nyuma. Alafu sasa nanipigia honi. Mimi wala hata sikusimama kabisa. Mpaka ile gari ikaja sasa kufunga breki mbele yangu kabisa. I say ilikuwa ni gari nzuri mno. Nikiwa sasa nashangaa ni nani huyu kanifanyia hivi. Nikaona tu mtu kashuka sasa. Kumcheki. Si alikuwa ni ule kaka ambaye anaitwa Nolan. Nikamshangaa. Yaani huyu kaka nikanifuata kutoka Kariakoo mpaka huko. Basi huyu kaka akanisogelea, akanambia samahani kwa kustukiza. Nikamwambia usijali. Basi yule kaka akaniangalia sasa na tabasamu. Mpaka nikamshangaa. Nikamuuliza vipi? Akanambia samahani sana na seriani. Analijua mpaka jina langu. Sijui ni Lydia ndo alimtajia, hata sielewi bwana. Nikasema bila samani na kusikiliza. Basi yule kaka akasema nilikuwa naomba uingie kwenye gari, nina maongezi kidogo na wewe. Nikasema naomba tuongee hapa mimi nakusikiliza. Yule kaka akasema naomba basi tuongelee kwenye gari. Nikasema hapana, siwezi kuingia kwenye gari yako. Akanambia sawa, basi naomba tuongee hapa. Nikasema okay nakusikiliza. Akanambia Nase, samahani nilikuwa naomba namba zako za simu, lakini pia naomba kuwa rafiki kwako. Ile kaka anachekesha. Nikamuuliza kwani kule kazini Lydia alivyokujibu haujamwamini ama? Akabakia kimya. Nikasema sikia, mimi sina simu na mimi sio mkubwa na miaka 14 tu. Naomba tuheshimiane. Basi nikataka kuondoka. Ila ukaka akanishika mkono. Akasema ni sawa na miaka 14 lakini bado naweza kuwa rafiki yako. Au nikawa kaka yako. Sieti Nase. Nikamwambia hatuwezi. Basi kisha nikamputa mkono wake. Nikataka sasa niondoke. Mnadhani hata aliniachia? Bado alikuwa kanishika tu. Nikamwambia bwana niache bwana, mimi nitachelewa nyumbani. Mara nikasikia Nase. Nilisikia sauti ikiniita na ikasema kwamba ni kumbe ndio unachokifanya ukiwa unarudi mwenyewe nyumbani, si ndio? Nyie, kuangalia hivi. Si ni mama Nala huyu hapa? Niliogopa. I say, nilipoona ni mama, nilivuta mkono wangu kwa nguvu mno.
Mama Nala akasema ya kwamba unajivuta nini na nimeshakuona. Mwenzenu aliogopa msikilizaji. Hivi nitamuuliza mama, yani nitamuuliza mama kwamba huyu mtu ni nani? Basi Mama Nala akasogea mpaka pale tuliposimama. Akasema, haya wewe kijana, vipi na huyu mtoto? Ina maana wewe humuoni kwamba huyu ni mdogo? Au yani urefu tu ndo nao kudanganya? Basi ukaka akasema, mama samani, but mimi sikuwa na nia mbaya naye. Nilikuwa tunamuuliza kama hii njia inatoka barabarani. Huyo mkaka muongo huyo. Ulione kwanza. Mpaka limeniponza. Basi mimi sasa hapa mimi naenda kujaliza nini kwa mama sasa? Mama Nala akasema, kijana, naomba uwe makini sana. Umesikia? Huyu ni mtoto mdogo sana. Naona sana nyewe vijana yani mkimuona tu mwanangu hapa mnachanganyikiwa. Huyu ni mtoto mdogo sana na mkome kabisa. Pumbavu. Msikilizaji, mama sijui alijua huyu kaka ni wa huku na nahisi hakumjua kama ni mteja wake. Kumbe mimi nimetoka naye Kariakoo mpaka Kinondoni kudadadeki. Yani mama ni alimind, acheni tu. Hapo sasa mama akanivuta, tukaanza sasa kuelekea nyumbani. Ila ni kanuna huyo, yani kakasirika kweli kweli. Basi tumefika nyumbani, mama akaniuliza kwamba yule ni nani? Nikasema mimi simjui, ni alinisimamisha tu akaniulizia njia. Na nikashangaa tu kanishika mkono. Asema Nala kaniambia kwamba Nase, wewe ni binti mdogo sana. Au unadanganyika na urefu wako? Nikasema hapana mama. Mama kaniambia sasa, kama ushaanza kutongozwa na ukachanganyikiwa hapa utahama hapa. Na ukihangaika na wanaume utapata mimba ukiwa binti mdogo sana. Unanielewa? Nikasema ndio mama. Mama akaniambia haya, wewe kwa sasa tulia. Una mambo mengi sana kufanya. Naomba uachane kabisa na masuala ya wanaume. Kwa sababu ndio wako haukuruhusu kabisa, sawa? Nikasema ndio mama, ni sawa, nimeelewa. Basi Mama Nala hapo ndo sasa akapoa. Ila mimi alinisema sana. Nikaona huyu ananiona mdogo wakati mume wake ananiingilia tangu nimefika. Basi kesho yake nilipoenda dukani, mimi wala hata sikumsimulia lolote Dalidia kuwa eti Nolan alinifuata mpaka nyumbani, mpaka mama katufuma. Nilikausha tu. Tukawa tupo busy na kazi nyingine nini. Basi tukiwa pale busy na kazi zetu, sinamuona baba kaingia. I say, raha yangu yote iliyeyuka. Furaha yangu yote iliisha. Mungu wangu, huyu mzee kumbe karudi. Yani nibadilika ghafla. Basi Mama Nala akainuka, akaenda kumkumbatia mume wake. Kisha Mama Nala sasa akamwambia, nilikumisi sana mume wangu kipenzi. Baba akasema, mimi zaidi yako bwana. Ndio maana nilipofika tu nikaona nije kukuona kazini kwako kwanza. Basi wakakumbatiana pale. Yani ubaba ni wa hovyo, sijapata kuona. Yani kamkumbatia mke wake, kisha ananikonyeza mimi. Nikaona basi kuteseka kumerudi tena. Mimi siwafichi ndugu zangu. Katika hii dunia, bora mtu akutese kwa kukupiga, ila sio kwa kutumia kimwili. Inatesa sana, sana, sana. Yani inatesa mno, acheni tu. Basi huyu baba akamwambia mke wake kwamba eti waondoke, maana anataka kumtoa out. Basi na kweli pale pale Mama Nala akatuaga na akaniambia anatangulia na mume wake, mimi nitarudi tu nyumbani. Nikasema sawa. Basi Mama Nala akaondoka zake na mmewe, ila mimi nijikuta tu nimechange sana. Hapo sasa Lydia akanisogelea akaniambia, wewe ni kwema? Mbona umebadilika baada ya kumuona yule baba? Nikasema ni kwema tu dada, hata usijali. Lydia akaniambia, sasa mbona unalia? Oho. Mungu wangu, sielewi hata saa ngapi machozi yalianza kunitoka msikilizaji. Lydia akaniambia kwamba kuna kitu kigumu anakupitishia, yani anakupitisha huyu baba. Kama ni ndio unaweza kaniamini na kuniambia, mimi nitakusaidia hata mawazo. Nikajikuta nimemkumbatia tu Lydia huko nikilia. Lydia akaniambia, bwana usilie kipenzi, basi jikaze na tuongee. Si unajua tupo dukani hapa na wateja wanakuja. Wewe nielezee una changamoto gani? Au huyu baba ni anakutesa sana akiwepo? Nikasema Lydia, bora hata angenitesa, ananibaka kila siku. Aise, Lydia alishtuka mno. Akasema, toba. Nikasema ndio dada. Lydia akaniambia, Mungu wangu, ameanza lini tabia? Nikasema ni tangu nimefika kwake. Lydia akasema,
we mtoto, sinapita hata miaka 2, inakimbia miaka 3. Nikasema ndio dada. Lydia akaniambia, Mungu wangu, umemweleza mama Nala? Nikasema hapana, sijamweleza, naogopa sana, maana baba alinitishia ataniua. Lydia akasema pole sana, tena pole mno mdogo wangu, lakini usikubali kuendelea kukubali tu yani akufanyie hivyo. Kwanza hapa anaweza akakupata magonjwa na hata mimba, so lazima umuelezee Madam Nala, mwambie tu ukweli juu anaokufanyia mume wake, sawa? Nikasema ndio. Akasema wala hata usiogope, mwambie mama Nala kila kitu. Wewe baba ni mshenzi unajua Yaani anakugeuza wewe kama mke wake. Nikasema ndio dada. Akasema wewe. Msikilizaji, Lydia alinionea sana huruma. Akasema baba hana hata aibu. Yaani anakuona wewe ni kama mke wake. I say haikubariki. Yaani haikubariki kabisa. Huu ni ukatili wa hali ya juu sana. Na hii ni kesi. Yaani ukienda kumshtaki yule mshenzi ni anafungwa maisha. Maana bado ni mdogo. I say nase. Pole sana. Nikasema asante dada. Basi bwana. Lydia akanambia, sikia nikwambia, acha ujinga na upumbavu. Na umesikia? Leo hii ukirudi nyumbani, muite mama Nala na umwelezee. Huyu baba hana hata uwezo wa kukuua wala hata kukuzuru, hapana, ni vitisho tu. Na usikae kimya kabisa. Hivi unadhani ni atakutumia kimwili mpaka lini? Hebu kemea. Nikasema sawa dada. Basi Lydia alinionea sana huruma, msikilizaji. Akaniambia ni lazima leo nikirudi nyumbani nikamwelezee mama. Na kweli hata mimi hilo lilijaza moyo wangu sana. Nikasema nitajikaza na nitamwelezea mama juu ya tabia za baba ili angalie tena ni ananisaidiaje. Ikiwezekana hata anitoe pale mimi nisiwe naishi tena pale. Basi mpaka tunafunga duka ni dada Lydia ananisitu. Ananieleza kuwa nijikaze nikamweleze mama kila kitu juu ya huyu baba. Basi na mimi nilisema leo ndo mwisho wa kila kitu. Tulipofunga kazi niliagana na Lydia na mimi taratibu nikaanza kuelekea stendi sasa. Kwani nimefika mbali? Yaani hata sijafika hata stendi. Sina paramiana na mtu. Kisha yule mtu akaangusha simu. Basi na vile sasa siku nilikuwa na mawazo sana. Hata sikumuona. Kwa hiyo hata sikumkwepa. Tukavamiana na muangalia huyu ambaye tumeparamiana. Si ni ule Nolan? Kaka sikii jamani. Nikasema vipi bwana, mbona sasa unanikinga mpaka tunaparamiana? Yule kaka akasema nani? Vipi sasa? Wakati wewe ndio umenipamia mpaka umenidondoshia na simu yangu. Nikasema sasa si wewe ndio umekaa mbele yangu, wewe vipi? Hapa Samia sasa nikainama, nikaokota ile simu. Na iangalia hivi, nakuta imejaa alama tu. Yaani simu imeweka cracks za kutosha kwamba wino umevujia, mpaka nikaogopa. Yule kaka akasema si unaona? Sasa umeniparamia hapa mpaka umenidondoshia simu na umenipasulia kabisa na kioo. Mimi nataka simu yangu. Nataka simu yangu nzima. Nikasema wewe vipi bwana? Wewe umeniparamia mwenyewe bwana, mimi sikulipi. Kaka akasema kwa hiyo ndio ustaarabu wako, si ndio? Yaani umeniparamia hapa, umenivunjia simu na unanijibu jeuri kuwa hunilipi, si ndio? Huyu kaka anazidi kunichosha mwenzenu jamani. Maana ni amenikazia macho mpaka nimeogopa. Baada ya kuombana samahani, baada ya mimi kudondosha ile simu, nilimwambia yule kaka kwamba naomba nisamee sana, samahani. Akanambia we, samahani mimi itanisaidia nini sasa? Samahani haiwezi kunisaidia, mimi nataka simu yangu. Nikasema sawa, ilete simu, nitakutengenezea. Nipe tu siku 3 uje kuchukua dukani. Akanambia sawa. Basi akatoa laini zake. Akanipatia ile simu. Yaani ni ananiangalia mno. Mimi wala hata sikuona shida na vile hata sikuwa sawa. Nikaona tutabishana naye mpaka saa ngapi. Mimi nikachukua ile simu. Akanambia vipi, nikupeleke nyumbani? Mdaiwa wangu nikupeleke nyumbani? Nikasema hapana, nitafika tu. Akanambia sasa mimi nitajuaje unapokaa mdaiwa wangu? Ukinikimbiaje? Nikasema mimi na ukimbiaje na wakati tunapajua dukani kwetu na nyumbani ni kule uliponifuata siku zile bwana. Hebu acha usumbufu bwana. Nolan akanambia mimi siwezi kukubali mpaka nikapaone kwenu kabisa, na nikapaone pale ambapo wewe unafika ndo mimi nitaridhika kabisa. Unajua simu ni ya bei gani hiyo? Au unadhani ni ya bei rahisi? Nikasema okay poa, tuongozane. Akanambia mimi na usafiri, wewe naomba tutumie basi. Nikasema sawa. Basi kweli huyu kaka akanipeleka mpaka alipopaki gari yake, kisha sasa akanifungulia mlango wa mbele. Mimi nikapanda na akapanda. Ile gari ni nzuri. Yaani gari inanukia mno. Yaani napanda gari ya Manala, ila hii gari wewe ni kiboko. Basi mimi nikatulia tule. Nolan akawasha ndinga. Wala hata kuniongelesha, akaanza kuendesha kunipeleka nyumbani.
Nyie, huyu kaka ni hakomi. Jana tu katoka kuchambwa na mama Nala, leo ananipeleka tena. Basi mie nikatulia tu, na yeye wala akana niangalia tu tena kwa kujibiaibia, ila mie nikawa namuona ni vizuri tu. Basi akanipeleka mpaka mitaa nyumbani kabisa. Nikamwambia basi ishia hapa. Nyumbani kwetu ni baada ya nyumba ya 4 kutokea hapa. Kule mama atakuona alafu atanisema. Yule akanambia sawa, kuna shida. Alafu umeniambia si baada ya siku 3 nifuate simu yangu, si ndio? Na mimi nitafuata kama tulivyokubaliana. Nikasema sawa. Yaani hivyo najiamini msikilizaji, na kumuita huyu kaka kama vile yani kwa namuitikia utafikiri vile ina pesa ndani. Kumbe sina hata 100. Basi nikataka saa kushuka, anifungulie basi hata mlango. Akanambia poa. Basi akashuka, kisha na mimi sasa akanifungulia. Na mimi niliposhuka hata nyuma sikuangalia, haraka sana nikaanza kurudi nyumbani. Basi nimefika home, cha kwanza nikaingia ndani kwangu, nikaenda kuhifadhi ile simu. Kisha nikaenda bafuni kuoga sasa. Basi nilipomaliza kuoga nikatoka. Nyie, nikiwa huku sasa ni mdau sasa, nimeshika taulo langu. Sina muona baba kaja kitandani. Toba. Akanambia nataka uniambie yule aliyokushusha na gari ni nani? Unataka kuniambia kwamba umeshaanza kugawa utamu wangu Huyu baba hana hata aibu. Hivi mama Nala si upo ndani? Yeye nguvu ya kuja chumbani kwangu katoa wapi? Yesu wangu. Sasa nikasema ya kwamba baba yule ni rafiki yangu, alinipa tu lift. Baba akasema muongo mkubwa wewe. Ni bwana wako. Mimi nilikuwa mitaa pale wewe. Ameshuka mpaka amekufungulia mlango wa gari. Alafu akawa tu amnakukinulia tu vile mjinga wewe. Usiniambie leo umetoka kufanywa Nikasema sio hivyo baba. Si akataka kunisearch. Akaniambia kwamba vua nguo. Nataka nitie vidole huko chini. Nione kama hujatoka kutiwa wewe. Nikasema hapana baba, afu ifike mwisho mimi namwambia mama Nala kila kitu leo. Baba akasema wewe usinizingue, umesikia? Usinizingue. Basi ghafla akanivana kwambia, nilisema leo hapana. Nikaanza sasa kufurukuta ile kukataa kuwa staki. Ila sasa huyu baba ni ana nguvu. Akanitoa taulo, nikabaki na nguo ndani tu. Na huku sasa juu nikabakia wazi kabisa. Ila sasa niliona huyu baba ni ananizoea mimi aisee. Nilikamata mkono wake, nilingata. Sitaki hata kuambia nilingata. Nilingata kweli kweli. Kama vile ninakula nyama choma ni Masaini. Oya, sio masiara. Huyu baba mwenyewe alipiga kelele kali. Maana nilimngata ile kudara deki, kangatwa na Masai. Alipiga kelele kwa maumivu makali. Eti mama wewe. Hapo sasa kaniachia mimi nikamsukuma. Muda huo sasa mlango wa chumbani kwangu ukafunguliwa na mama Nala akaingia chumbani kwangu. Mama Nala alistuka sana kwa alichokiona. Maana mimi hapo nilikuwa na kiungo tu kikufuri na juu nipo wazi kabisa. Toba. Unadhani msikilizaji ni kipi kitaendelea humo ndani? Na Serian atamweleza vipi mama Nala kwamba hicho alichokiona sicho? Nani atakayeaminika kati ya baba au binti kwa mama Nala? Tukutane sehemu ya pili msikilizaji, tuweze kujua mengi zaidi. Kumbuka langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Habibi Maramoja. God be with you till we meet again. Bye bye.